Msikilizaji, karibu sana na hii ni sehemu ya 36. Tunazidi kusonga mbele na niliacha swali ya kwamba je, huyu mwanamke ambaye anamfuatilia Jaden pamoja na Miriam, of course anamfuatilia Jaden, je ni nani? Langu jina ni Lucas Lumbas, mtayarishaji ni Elton Tony. Sasa bwana, Jaden wakati amekaa na Miriam wakiendelea kupata chakula, JC anaendelea kutuambia kwamba aliona ngoja amwambie bibie kwamba nakuja mara moja, natoka mara moja kwenda kujoa. Kulikuwa kuna choo cha kulipia upande wa nyuma kutokea kwenye jengo la mgawa huu. Akanitikisia kichwa kukubali na kuanza sasa kuongea na aliyekuwa amempigia simu. Na mimi nikanyanyuka na kuanza kuondoka sehemu hiyo. Nikiwa ndio napiga hatua sasa, nilimwangalia mwanamke na bado alikuwa ananitazama. Hivyo nikamonyesha ishara kwa vidole viwili chini chini tu kumwambia kwamba oya nifuate. Hapo sasa mdao nikiwa makini vibaya mno. Nikazunguka kutokea hapo na kwenda huko nyuma. Kisha nikasimama usawa wa gari moja hivi na kuangalia nilikotokea. Sekunde 10 nyingi tu, nami nikamwona huyo mwanamke akija upande wangu taratibu tu, na akawa ameniona. Alikuwa ni mweupe, alikuwa amevaa t-shirt ya mikono mifupi ya blue pamoja na suruali ya jeans iliyopauka ambayo ilibana vyema umbo lake zuri na ndala nzuri tu nyeupe za kike. Alikuwa amevaa na kibegi kilichotuna ambacho alikiweka mbele ya tumbo lake. Na alikuwa amesuka rasta ndefu nyekundu zilizokuwa zimefikia usawa wa kiuno, akiwa hajazibana wala nini. Akafika karibu na mimi zaidi na kusimama kwa kuegamia gari ambalo lilikuwa limesimama nalo karibu. Yaani sote sasa tukawa tunaangaliana mbele hivi. Kwa hiyo mikono yetu iligusana kwa upande. Akiwa sasa anatafuna jojo mdomoni, akasema kwamba handsome, mambo vipi? Nilimtazama nikamuuliza unataka nini? Hata salamu. Usipoteze muda, wewe niambie kwa nini unanifuatilia? Nilimwambia hivyo kwa uthabiti. Akatulia kidogo kisha akauliza kwamba unanikumbuka? Nikamwambia ya. Mimi nani? Wewe si Pendo, nesi wa Aga Khan ambaye alitumwa na Betha kunifuatilia ili kunitongoza. Sijakusahau. Nilimwambia hivyo. Akatabasamu na kusema kwamba mbona unaongea kwa hasira sasa? Ilikuuma sana kipindi kile ulipojua kwamba alikuwa anakufanyia mchezo ama? Inume kwa lipi? Wakati mimi ndo nilikuwa namchezea yeye. Au hujui kwamba yuko ndani sasa hivi? Nikamuuliza hivyo. Sasa uso wake ukawa makini kiasi baada ya mimi kusema hivyo. Akasema kwamba sawa. Ya, bila shaka unajua. Na kuna kijakazi mtifu. And nadhani wakati huu yeye ndio atakuwa amekutuma tena ili uje kunigasigasi, si ndio? Alibaki akinitazama kwa macho makini sana. Nikamwangalia vizuri na kusema kwamba tulia vizuri. Sawa Naomba tulie nikwambie kitu. Mimi simwogopi Betha. Unanielewa vizuri? Yaani hivi mnavyoanza kufanya michezo yenu usiji kwamba unaanza kunifuatilia ili nione sasa eti kwamba ni bado yupo kila mahali hata kama yuko jela. Oya siogopi, umesikia? Wewe kama amekutuma unifuatilia ama unipe ujumbe wote, I don't care. Na kurudisha ulipotoka. Wewe si kijakazi wake. Mwambie hivi, Jesse nipo na ninajua yeye yupo. Lakini nikija kukuona tena unanifuatilia hata kama amekutuma yeye, nitakuzingua. Sijui unanielewa Pendo? Alinitazama usoni. Akasema kwamba kwanza jina langu sio Pendo, naitwa Betha na mimi sio kijakazi wa mtu. Betha dada yangu. Msikilizaji, kauli yake ilinifanya nihisi ugeni. Yaani lakini sio kwamba eti ilinishangaza sana kwa sababu kikweli niliona ufanano fulani hivi kutoka kwa huyu mwanamke ulioendana na Betha. Sema tu huyu alikuwa ni mweupe zaidi. So mimi sikuwa nimetegemea hili. Na nikaendelea kumwangalia tu kwa utulivu. Akasema kwamba yes, najua wewe ndio sababu dada yangu amefungwa. Sio watu wengi wanaojua kwamba Betha na mdogo wake ambaye anaitwa Betha. Ila na wewe sasa hivi umejua. Kwa hiyo usifikiri kwamba eti unamtazama nesi wa Aga Khan. No. Niko mbele yako kama mdogo wake Betha. Ili nitakao kuambia uchukulie serious. Sijui umenielewa? Basi akaniambia hivyo. Mimi nikaendelea kumwangalia usoni kwa makini. Alishusha pumzi na kusema kwamba Betha anakupenda sana wewe. Anakupenda mno wewe kaka. Yaani sijui hata ulimfanyaga nini. Ila najua sababu sio huo mkorogo wako. Msikilizaji, niliangalia pembeni kwa kukerwa kwamba mimi natumia mkorogo. Yaani singekuwa ya hivyo, ungekuwa umeshakufa. Usije ukafikiria kwamba eti kumweka Betha jela kwamba inamaanisha umemaliza nguvu yake. No. Uwezo wa kukuua nao. Na wote unaotembea nao, lakini hajataka tu kufanya hivyo, anataka tukuache. Mtu mwenye hata una hata ni kitu chochote ambacho kinamfanya hapa gawe. Yaani sijui hata anapata faida gani. Anyway, hajataka kwenda hata yaani wewe mwenyewe hata hujataka kwenda kumuona. Sehemu ambapo amewekwa hujataka hata kwenda kumtembelea. So amenituma ili nikupe ujumbe kabla hajahamishwa. Aliniambia hivyo. So nikana muangalia kwa makini zaidi. Beatha akasema kwamba Saskia ameniambia hivi,
tena nikupatia ushauri kabisa. Yafurahie maisha yako ambayo umeamua kubaki nayo ungali upo hai, na kwa muda wote ambao utaendelea kuishi. Anasema alikuwa ameshaanza kuconnect na wewe. Alikutumia vibaya mwanzoni, ndio maana anaelewa ni kwa nini ukamtupa mwishoni. Lakini amesema kwamba sio makosa yako. Betha aliongea hivyo. So maneno hayo ya kuconnect yakanifanya nimkumbuke Madam Betha. Ikiwa kama niliwahi kumwambia kipindi kile wakati na mwingia kimipango, yalikuwa ndio yaliyomgusa sana inaonekana. Na sasa hivi baada ya huyu Pendo, eti Pendo, huyu nani Betha huyu kuyasema, nikawa nimejihisi vibaya kiasi moyoni. Betha akaniambia kwamba anajua mnaweza msije kuonana tena, lakini ikitokea mkaonana, basi tambua kwamba hana kinyongo chochote na wewe. Dadangu ameshaikubali fete yake, ila usiwe tu na uhakika sana eti kwamba ya kwako iko poa. No. Ninakuangalia. Nilimtazama usoni kwa makini zaidi. Unaweza kaa humwogopi Betha tena, ila usisahau kuna Betha. Na ninakuchukia sana wewe mkaka, yani kwa ulichomfanyia dadangu. Yani isingekuwa ni... Aliishia hapo na kuendelea kuniangalia kwa makini. Sijui alikuwa anataka kusema nini huyu binti, ila nikaambia kwamba sikia, nisikilize. Yaliyotokea yameshatokea, hata kama nikikutishia, hata kama na wewe ukitupa vitisho vingi kadri gani, it won't change anything. Kwa nini tu usijaribu kuachana na hayo maisha ambayo dada yako alikuwa amekuingiza kuyaishi na ufanye mambo mengine, Hayo yote yana faida. Kama kunichukia inakufanya ujisi vizuri, basi endelea, lakini usije kunisogelea tena. Hata mimi nina macho. Sawa, niko macho kama ambavyo uko macho, na nitakuwa tayari kwa ajili yako. Karibu sana Betha. Akashtua kicheko cha pumzi kile cha huku akiniangalia usoni kwa dharau, naye akasema ya kwamba sawa. Kisha hapo hapo akaanza sasa kuondoka na kuelekea upande mwingine wa eneo hilo, nikimwangalia kwa hisia makini sana. Alo, kumbe bado nilikuwa na issue ya kudili nayo iliyomhusu Betha. Mdogo mtu alikuwa amenifuata leo. Inawezekana alikuwa na gari lake, lakini akapanda na daladala kabisa ili tu anitazame, na alionekana kuwa na njaa ya kutaka kulipa kisasi kwa nilichomfanyia Betha. Lakini ni kama Betha ndio alikuwa akizuia hilo. Pamoja na yote aliyofanya kwa mwanamke huyo, alionyesha uelewa wa hali ya juu mpaka kumtuma mdogo wake ili aje kuniweka wazi kwamba aliyakubali matokeo. Na mimi ningetakiwa tu kuendelea maisha yangu. Lakini kwa maneno ambayo Betha alikuwa ameniambia, ilionekana kama matatizo bado hayajaisha kikamili kwa upande huo. Huyu mwanamke angeweza kuwa kikwazo kwangu, ingawa mimi sikudhani alikuwa hatari kivile. Ni kwamba of course naelewa Betha kuwa ndani inamaanisha sehemu fulani hivi nguvu zake za nje zingeendelea kufanya kazi, na labda Betha ndio angekuwa katikati ya usimamizi ama watu wengine. Kwa hiyo kweli hapa sikutakiwa kulala. Tayari alikuwa ameshaniona na Miriam, hivyo la kwanza lingekuwa ni kuhakikisha kwamba nafanya kila kitu kumlinda mwanamke wangu. Halafu ndo ningejua sasa namna ya kudili na kikwazo chochote kila ambacho kingekuja kutokea kwa hao watu tena, ikiwa angekileta. Lakini Betha aliwahi kunifundisha jambo muhimu sana aliponiambia kwamba ukimwona Black Mamba anakufuata, utasita kumuua eti kisa hujawahi kuumiza kiumbe. Maneno hayo yalikuwa kweli kabisa msikilizaji, na mimi ningetakiwa kuhakikisha kwamba namuondoa huyu Black Mamba mpya aliyekuwa ametishia kunifuata. Mchezo bado ulikuwa pale pale. Alafu kwanza huyo Betha kwanza alikuwa ametokomea upande mwingine wa barabara, na hata yeye alikuwa na ule uzuri uliofanya atazamwe na wanaume kwa macho yenye tamaa. Lakini mimi nilimuona kuwa kama mtu tu kalikohitaji kudhibitiwa upesi, ikiwa kangeleta kiherehere na kisube kwa kujifanya kanajua sana kusababisha matatizo. Labda kalikuwa kanajiona kama dada yake, lakini hakakuwa karibu hata kidogo kumfikia Betha. Betha yule ndo alikuwa kichwa ise yule. Huyu Betha huyu angekuwa wa kuchunga tu, lakini sio kwamba eti alistahili kutetemekewa. No. Ningeweka njia na mipango makini kuhakikisha namweka mbali na maisha yangu. So, asingesogea tena. Kwa hiyo nikaamua kurudi tu kwa Miriam. Na nilikuta bibie akiwa amekaa pale pale, huku sasa kukiwa na mwanaume fulani hivi mrefu mwenye nywele za rasi hivi, ambaye alikuwa amesimama usawa wa meza ya mabenchi ya hapo. Alikuwa akimsemesha kwa njia iliyoonekana kuwa ni ya lazima. Yaani ni kama alilazimisha mwongezi. Kwa sababu Miriam yeye hakutaka kuongea naye kabisa na kuwa busy na simu. So na mimi nikaenda mpaka hapo nikiwa sasa nimeingia na hasira tayari na kuingia sehemu ya benchi aliyokalia bibie. So jamaa kaniangalia kwa makini, nami vile vile nikamtazama kwa makini. Na Miriam akauvuta mkono wangu ili nikae karibu yake. Nilipofanya hivyo, sikuwa nimeacha kumwangalia huyo mchokozi. Naye akaanza kuondoka taratibu kusasa akisemeshana na wahudumu wa hapo, na walikuwa tu wanaonyesha kama kwa njia ambayo ilikuwa inaonyesha
ni kama alikuwa anajuana nao. Alafu sasa akaenda kwenye pikipiki moja huko mbele na kuikalia. Kumbe alikuwa ni bodaboda. Na alikuja kumchokoza mpenzi wangu. Sijui uwaga yakoje. Kulikuwa na ule utizami kutoka kwa watu wengine karibu na hapo. Wakiwa wameona hali ilikaribia kuwa tata. So Miriam akaanza kunisemesha, lakini mimi nikawa namwangalia tu huyo jamaa kwa makini sana. Ikabidi ageuze uso wangu ili sasa nimwangalie. Na akaniambia niachane tu na huyo mwanaume maana hakuwa na faida yoyote kwetu. Alinituliza akidhani nimekasirika mno, yote ni kwa sababu ya huyo jamaa, lakini nadhani hizi hasira nilizitoa tu huko nyuma baada ya kukutana na Beatha. Ndio nikaonyesha sasa utulivu zaidi na kuendelea kumsikiliza alipokuwa ananiambia kwamba wamesema chakula kipo tayari na walikuwa wamefunga. Hivyo niende kulipia tuondoke. Nilikuwa hadi nimezubaa msikilizaji. Ndio nikanyanyuka saupesi na kwenda kufanya hivyo. Kwa hiyo nikaatia mizingo kwenye mfuko pale, kisha bibie sasa akanyanyuka na sisi kuanza kuondoka sehemu hiyo. Nikanunua na matunda pia kabla ya sote kwenda kuchukua usafiri. Moja kwa moja nikamuongoza bibia hadi kwenye daladala ambazo zingepita maeneo ya Bamaga. So nasi tukaingia ndani na kusubiri sasa kwa sekunde chache kabla ya gari kuondoka. Niliona tuchukue tu gari lolote ambalo lingetuaisha. Kwa hiyo Miriam akawa ameketi, lakini mimi nikawa nimesimama baada ya nafasi za siti kujaa watu. Mifuko mdauni nilikuwa nimebeba mkono mmoja. Nilikuwa katika hali ya umakini zaidi maana issue ya Beatha kunifuatilia bado ilikuwa inatembea sana kichwani. Hivyo nilikuwa ni muangalifu sana kuangalia watu mara kwa mara kuhakikisha kwamba hakuna ufuatiliwaji tena. Ingawa ndani ya gari hili haikuwa rahisi. Watu hasa wanawake wengi wa haya maeneo walikuwa ni wazuri, wakipenda kuvalia na kujiweka katika hali zilizotoa jumbe za hadhi zao walizotaka zionwe wazi kuwa za juu. Ingawa naelewa kwa wengi ilikuwa bado sana miosho tu ile kujioshea tu sisi unajua. Kwa hiyo mimi na Miriam pia tulionekana kuwa wa namna hiyo hata ndani ya daladala hii iliyokuwa imejaa watu wa namna hii. Na ikuchukua dakika hata 5 nasi tukawa tumeifikia kituo cha Bamaga na kushukia hapo. Aisee, sio siri. Yaani tuliangaliwa sana. Ile ya mionekano yetu yani. Isingekuwa rahisi kutambua huyu ndio ana nia nzuri ama mbaya kwa kutuangalia. Hivyo ingetakiwa tu kuwa ile kujihami kutoka kwa kila mtu. So nikatembea karibu yake Miriam, huku sasa nikimshika mkono, mizigo mkono mwingine, nikamuongoza kuvuka barabara pana ya lami mpaka upande wa pili wa kitaa. Kisha sasa tukaendelea kutembea taratibu tukiapita maduka makubwa ya bidhaa ghali na watu kadhaa waliokuwa nje. Na macho yangu hayakuacha kutazama huko na kule kwa makini sana. Basi bwana, huku ndo palikuwa Bamaga sasa msikilizaji. Eneo zuri pia ndani ya hili jiji ambako JC ndo nilikuwa nimeweka makazi ya muda. Ama niseme nyumba ya kupanga. Sikuwa nimemwambia Miriam kuwa sehemu tuliokuwa tukija kukaa pamoja kwa siku hii ilikuwa ni ya kwangu kabisa. Huenda alikuwa anajua kwamba maybe ni guest ama alikuwa anajua maybe ni hotel. Kwa hiyo nilipofika naye kwenye geti la nyumba hiyo na kuingia, ndo akauliza hapo palikuwa ni kwa nani? Aliuliza hivyo kwa sababu nyumba hii ilikuwa ni ya mtindo ulioonyesha wazi kwamba yalikuwa ni makazi ya mtu mmoja au familia moja. Haikuwa ya wapangaji wengi. Yaani ilikuwa na muonekano safi, rangi ukutani ikiwa ni ya njano chungwa, kujumuisha na ngome zilizokuwa zimepakwa rangi ya kahawia iliyokoza, uvaranda mdogo kufikia mlango wa kuingilia ukiwa na ngazi chache tu za vigae na vigae mpaka huko ndani nini. Na hii sasa ilikuwa ni kwa sehemu mbili. Yaani na upande wa huko nyuma ulikuwa kwa njia hii ilizungukwa na madirisha makubwa ya vioo vyeusi vya aluminium. Kwenye upande wa kushoto sasa usawa wa ukuta wa uzio ulioizunguka nyumba hii kulikuwa na gari ambalo lilikuwa limefunikwa kwa turubai refu jeusi. Na ardhi chini hapo ilikuwa ni ya vitofali vidogo vidogo kama tu kwa bibie Miriam. So tukiwa sasa ndo tumeingia hapo na Miriam kuuliza ni palikuwa kwa nani. Nikachungulia nje ya geti yani kuhakikisha kwanza usalama. Kisha nikaingia tena nikiwa tayari kumwelezea sasa bibie baada ya yeye kuuliza kwamba hapo palikuwa ni kwa nani. Labda kabla sijaanza kuongea ni kwamba zilisikika hatua za mtu kuja upande wetu. Na hapo akaonekana mwanaume kijana hivi kutokea upande wa kuzungukia huko nyuma, akija huku upande wetu akiwa na tabasamu. Na mimi nikatabasamu pia na kuanza kuelekea upande wake ili sasa tukutane. Basi kijana akasema, "Oh, boss." Kijana huyo akaniita hivyo kwa shauku, nikasema, "Hey, Salum vipi?" Nilimwambia hivyo huku sasa nikikunja 5. Naye akagongesha 5 pamoja na mimi, kisha akasema, "Safi tu wewe za siku. Fresh. Naona umependeza tu mtu wangu."
Acha bwana, mimi au wewe? Unazidi tu kupendeza bosi. Alafu za saizi dada. Salumu alisema hivyo baada ya kumuona Miriam nyuma yangu. Miriam akitikia salama, habari yako? Safi tu. Salumu akasema hivyo na kuniangalia usoni kisha akatabasamu kiasi. Nikamuuliza nini? Salumu akasema hamna kitu bro. Vipi ndo shemeji yetu au? Nikasema ndo uache kumwangalia hivyo sasa. Nilimtania kidogo. Salumu akasema mimi sija madam karibu sana jamani, karibu. Basi Salumu akaonyesha heshima eti na kumsogelea Miriam kumpa mkono. Miriam akaupokea huku sasa akitabasamu kiasi. Naye akasema asante. Bosi, madamu mzuri, hongera. Salumu alisema hivyo. Nikaambia kwamba wapi, mbona wa kawaida sana huyo, acha kujishaua. Salumu alicheka kidogo na kumwangalia Miriam kwa furaha. Sasa nami nikamtazama Miriam kukuta sasa ameangalia pembeni huko akitabasamu kwa njia fulani hivi ya kukunja midomo. Nilicheka kidogo pia kwa pumzi. Salumu akasema jamani karibuni. Bosi, afu uliponipigia kusema unakuja, si ungesema tunakuja na madam, labda hata tungeandaa vitu nini, si unajua? Wewe uandae nini sasa? Huyu hakuhusu. Ole wako ni kuone sasa unasogeza pua. Nilimtania hivyo Salumu akacheka akasema acha hizo bwana. Madam ni malikia, lazima akaribishwe vizuri. Ila madam karibu sana, jisikie uko nyumbani. Salumu akamwambia hivyo Miriam. Bibi naye akasema asante sana Salumu, niite tu Miriam. Basi Salumu akaniangalia na kusema kwamba bro ana sauti nzuri. Nikamnyanyulia kidole changu huku sasa nikimtishia kama kumpa onyo, nikasema we. Naye pamoja na Miriam wakacheka kidogo na kisha jamaa akanisogelea. Salumu akasema kwamba oya, funguo hizi hapa, kila kitu kiko poa kabisa bosi wangu. Salumu alisema hivyo. Nikazipokea funguo alizokuwa ananipatia, nami nikamuuliza vipi familia lakini? Salumu akajibu hawajambo, Zainabu tu anakaribia kujifungua pia kama Madam Jasmine tu, kwa hiyo niko tayari kuwa father very soon. Nikasema safi sana, itabidi basi ujitahidi mno kwa baba ni issue nzito. Usipime mwanangu. Ila niko tayari na mimi nitakuwa tu na katoto kangu nini, ndo kutimiza ombi la Mwenyezi Mungu la kujaza dunia, si unajua? Basi nilimjibu hivyo tu kwa ufupi Salumu. Baada ya kupiga pale story 2-3 nikamwambia poa. Kisha akamwaga na Miriam pia huko sasa akijichekelesha tu halafu ndio akalifuata geti na kutokomea huko nje. Basi bwana, Miriam yeye akanisogelea taratibu na kusema kwamba Jaden, hebu naweza nikapata jibu la swali ambalo nilokuuliza? Anyway, hapa ni kwangu. Alipandisha nyusi zake huku akinitazama kimaswali. Sio kwangu kwamba ni nyumba yangu, ila ndio chimbo langu hili. Huwa nakaa hapa na ndio nilikotokea mpaka siku ile nikakutana na wewe kwa mara ya kwanza. Kumbe unakana nani? Mwenyewe tu. Peke yako hapa? Na huyu Salumu? Salumu ni mtunzaji tu wa nyumba na ni mlinzi. Analipwa kulinda hapa hasa kwa wakati huu ambapo sipo huku. Ila tunamwona tu kama mwanafamilia. Ni mkongwe. Sawa, lakini kwa nini sasa yani Jadi unajua unapoteza pesa kukaa kwa Nkia. Kumbe na nyumba kabisa yani na unapoweza kupumzika vizuri tu. Likizo ni matembezi Miriam. Ningeamua kwenda Tanga, ningeamua kwenda Mwanza, vyovyote vile. Bado hela ingetumika tu. Na kuja kwa Nkia ndio ulikuwa uamuzi bora wa sehemu ya kulia likizo yangu, maana ulinikutanisha na wewe. So wala sio tatizo. Na uchumi ndugu yangu, unasema sio tatizo kweli? Miriam, mimi sikuaga mtumiaji wa pesa nyingi sana Miriam. Zilikuwa zinakaa tu. Yaani mimi ilikuwa ni kazi kula kuvaa, kazi kula kuvaa basi. Labda tu mpaka mtu akiniomba. Na hili chimbo lenyewe mimi hata silipi kwa pesa yangu. Iko kwenye system ya nyumba anazolipia mzee. Kwa hiyo nimekaa hapa tu muda. Tena mara nyingine mimi na Jasmine tumekaa hapa. Na yule nani Nuru mdogo wetu pia. Ila baadaye ndio nikabakia mwenyewe. Nilimwelezea hivyo bwana. Miriam akaitazama nyumba hii kwa njia ya kawaida tu. Nikamsogelea zaidi na kukishika kiuno chake kwa mkono mmoja kama vile namsogeza karibu zaidi ya mwili wangu. Naye akaniangalia usoni, nami nikamwambia kwamba nilitaka tu upajue ninapopumzika ili na penyewe patambue rasmi kuwa malikiwa nyumba kama msemo wa Salumu kwamba tayari yupo.
Miriam alitabasamu kiasi na kuangalia pembeni, naye akauliza kwamba na hilo? Alikuwa akiangalia pale ambapo gari lilikuwa limeegeshwa kwa kufunikwa. Nami nikamwambia kwamba hiyo ndio bajaji ya Jaden. Inamsaidia kwenda kazini na kupiga misele hapa na pale. Bajaji? Unataka kuiona? Yeah. Basi nikamwachia na kuanza kuelekea pale ambapo gari lilikuwepo, huku na yeye sasa akija taratibu. Nami nikalifunua lote na kuliacha turubai chini. Ilikuwa ni aina ya Mazda CX-5. Ilikuwa tu ni model ya kati. Yaani ipo ya mwanzo kwa gharama nafuu, alafu ya kati na zile zenye bei chafu zaidi. So lilikuwa ni la rangi nyeusi tu, ile ya upya kutokana na jinsi ilivyong'aa. Na ni Salumu mtunzaji wangu ndiye ambaye alikuwa akilipa matunzo mazuri wakati huo ambapo mimi sikuwepo huko. Miriam akatabasamu kiasi na kulisogelea gari hili karibu zaidi, akipendezwa na namna ambavyo lilikuwa safi na zuri sana. Naye akaniangalia usoni akasema, vipi, ni la kwako? Nikamwambia ya. Afu mbona ni la kawaida tu? Ni zuri. Alisema hivyo kwa njia kawaida tu. Mimi sikuwahi kumwambia kwamba nina gari. Lakini yana hata kushangaa. Nikamwambia kwamba nina kama miaka 3 tu toka nimeletewa, so bado jipya. Oh. Alikuletea nani? Mzee, sisi wote tunao magari yetu kupitia kwake. Baba yenu inaonekana anawapenda. Ya. Kama nilivyokuambia siku ile, alianzaga kutujali sana mimi na Jasmine kabla hata hajamjua mama. So tumesaidiana kwa mambo mengi sana. Kwa hiyo anafanya vitu vingi sana kwa ajili yetu. Sikuwahi kumuona. Siku ile nimeenda kutana na mwakilishi wake tu, so haikuwa kwenye ule mjengo leo nionyesha. Labda kama ningeenda huko ningepata nafasi ya kukutana na babako. Sio babangu, sema baba mkwe, mpuzi wewe. Miriam alicheka kidogo kwa pumzi na kutikisa kichwa chake. So nikamsogelea na kumshika ganjani, nami nikamwambia kwamba karibu ndani mpenzi wangu, twende tukale. Alitabasamu pia na kuanza kutembea pamoja na mimi mpaka tukaingia ndani. Msikilizaji, nyumba hii haikuwa kubwa sana. Yaani kwa mtazamo wa nje ungefikiri ndani ni sehemu pana mno, lakini haikuwa kubwa hivyo. Kwa huko ndani kulikuwa na vyumba 4 tu. Sebule pana yenye jiko, kulikuwa kuna chumba cha wageni, yaani inajumuisha sasa na choo na bafu la wageni, alafu pia kulikuwa na cha kwangu. So kuingia mlangoni hapo kwenye chumba cha kwanza ndio iliokuwa sebule, ambayo iliwekwa masofa mraba, yani ile masofa mraba nadhani mnafahamu, yalikuwa ni 3 marefu tu yaliyozunguka meza ndogo ya kioo katikati. Alafu kulikuwa kuna TV pana flat screen ukutani ikiunganishiwa na sabufa na vingamzi vya channel na game nini, hususan kwa ajili ya Nuru na marafiki zake kipindi cha nyuma, lakini hata mimi mwenyewe nilikuwa natumia. So kuvuka hapo upande wa nyuma ndo kulijengwa kiukuta fulani hivi kifupi tu ambacho kwa kimetenganisha sebule na jiko, ambalo lilikuwa ni la kisasa zaidi. Vyombo vikiwekwa kwenye makabati ya ukutani na jiko la umeme likiwa sasa mstari moja na sinki kwa ajili ya vyombo. Friji ndefu tu na nzuri pembezoni, meza ndefu kuelekea juu hapo jikoni iliyokuwa na viti viwili. Kulikuwa kuna viyoyozi juu ya ukuta kwa pande zote. Na muonekano wa ndani kote ulikuwa ni wa rangi ya maziwa nyeupe pamoja na kijani kibichi iliyong'aa. So nikawasha taa zile nene sasa za mtindo wa duara kwa hapo juu, ambazo zilikuwa na mwanga uliobadilika rangi kila mara. Lakini Miriam akaomba niache mwanga mweupe ili asije kuumia macho. Na mimi nikatii. Of course palikuwa ni pasafi. Yaani usingeweza hata kujamba. Baada ya sasa ya kumfanyia utalii hapo na kuweka vyakula mezani, sehemu ya jiko ndio tukaelekea chumbani kwangu. Tukiwa sasa tumepita mlango wa chumba cha wageni na mlango wa choo na bafu la wote nini, tukaingia chumbani sasa. Na humo akakutana kitanda kipana cha 5x6 kilichokuwa na sehemu nene tu ya kuegamia huko mbele, ambayo ilikuwa imeundwa vyema sana, kikifunikwa kwa mashuka manene kama blanketi vile na mito. Kulikuwa kuna neti juu, kulikuwa kuna kabati pana la nguo pembeni, kulikuwa kuna kiyoyozi juu, taa maridadi, kulikuwa kuna shehena fupi ambayo ilikuwa inatunzia viatu vyangu na vifaa vingine. So kilikuwa na mlango ambao ulikuwa unaelekea bafuni na palikuwa na muonekano safi kabisa. Yaani utadhani ni chumba cha kulala wageni kwenye hoteli kubwa. Kwa hiyo nikamwangalia Miriam machoni, naye pia akanitazama, nami nikamwambia kwamba unakiona hicho kitanda? Kimefanyaje? Sasa hivi tu kinavurugwa. Nilimwambia hivyo kiutani tu kwamba pamoja na kitanda kilivyotandikwa hivyo, ila sasa hivi mashuka atavurugwa. Alisonya kidogo na kunisukuma na akaelekea mpaka upande wa kitanda uliokuwa na draw iliyoshikizwa
yani kwamba kwanza aliniacha tu hapo nikiwa na tabasamu kwa furaha. Kisha sasa akaweka mkoba wake hapo na kuanza kuvua hereni zake. Mimi nikatulia nikimtazama tu. Yeye alikuwa ananiambia sijui nini, lakini mimi hata sikukazia fikra kwa yote ambayo anasema. Akili imeshaanza kuwaza kwamba mtoto anaanza kutoa mwilini mwake kitu kimoja baada ya kingine. Kwanza nilikuwa tu nimemezwa na hali fulani hivi ya furaha kumwangalia akiwa amefika kwangu kwa mara ya kwanza kabisa, lakini hata kushtushwa wala nini. Yani yeye kwake yote alikuwa ni sawa tu. Mwanamke akaona nimebunda tu. Naye akanigeukia na kuuliza, Jaden, kuna nini? Uko sawa? Hamna kitu, niko poa. Ulikuwa unasema? Akanikazia macho yake zaidi eti kama amekerwa. Sorry, nilikuwa tu nimepitiwa na mawazo. Mawazo ya nini? Kwamba umefika kwako na una njaa, inabidi nikaweke misosi sawa kabla haijapoa ili tujiwekee mambo fresh tumboni. Aliangalia pembeni tu kidogo kwa njia fulani hivi kama amekwazika vile. Mimi sikumuelewa haraka. Usione shida kusema chochote Miriam. Hapa ni kwako, so jisikie huru. Aliniangalia usoni kwa macho fulani hivi laini. Nikamuuliza kwa kudeka kwamba niambie mama, nini unawaza? Ni njaa ama tukale kama unahisi njaa? Maana sasa hivi ni saa 8. Ama? Alibana midomo yake kiasi na kisha akasema kwa sauti ya chini kwamba nahisi njaa ndio, but I just want you to be the one to satisfy me. Wala. Nilibaki nimemtazama usoni kwa macho yenye utafakari kiasi. Okay, basi sawa kama unataka tu. Miriam akanisukuma kwa nguvu kiasi na kuanza kucheka. Na kiukweli mimi sikuwa nimetarajia kabisa hilo. Nikabaki nimemtazama usoni kama vile simuelewi. Miriam akanambia kwamba muone. Akili yako yote ipo huko tu. Mimi namaanisha nikaweke chakula ndio. Wewe sijui tunawaza mambo gani. Aliniambia hivyo na kuendelea kutoa hereni. Nikakunja uso mimi nikijifanya kama kuudhika. Nikashika kiuno kusasa mkono mmoja, nikinyanyua na kumnyoshia kidole kama vile kwamba nataka kuanza kulalamika. Kisha nikasema we ngoja tu. So nikaanza kutembea kuelekea mlangoni huku sasa nikanyaga sakafu kwa vishindo. Nikitembea kama mtoto aliyenuna eti. Miriam akawa anacheka na nilipofikia mlango nikamgeukia na kumtazama kwa njia ya kununa. Kitu kilichomuongezea kicheko na kisha kunipa ishara kwa ganja chake kuwa niende. Nami nikatoka namna hiyo hiyo kama nimenuna yani. So nikajikuta na tabasamu tu mwenyewe baada ya kutoka mchumbani. Nikiwa nafurahia sana namna ambavyo uhusiano wangu na Miriam ulikuwa unazidi kukolezwa ladha nzuri tu ya utamu wa mapenzi, kitu ambacho ni kama nilishakisahau kabisa kuhusiana na vikwazo vyote ambavyo vilikuwa vinanizunguka. So nikaamua kuvua viatu kwanza na kusafisha vumbi lolote ambalo nilikuwa nimeliingiza ndani. Kisha ndo nikaelekea jikoni na kuvifungua vyakula. Mimi ndo nilikuwa mwenyeji mmo. So ningemuonyesha mgeni wangu wema wote ambao alistahili ili astareheke mpaka mwisho. Baada ya dakika kadhaa nikawa nimemaliza kuweka vyakula mezani pale sehemu ya jikoni kwa ajili yangu na mpenzi wangu. Nilikuwa nimeamua tu kuchukua chakula ambacho kingetupatia shibe mpaka kusaza kwa huu mchana. Baga nene 2 zenye kila aina ya virutubisho, nyama za kuku zilizokaangwa, vinywaji vya baridi na chupa 2 za wine nyekundu pia, pamoja na matunda kwenye fuko moja. Alafu sasa kuna mzigo mwingine pia niliokuwa nimeagiza uletwe hapa kwangu muda mfupi tu nyuma. So kutoka kwenye duka moja hivi kwa wale wanaopelekeaga bidhaa mpaka majumbani ndo ambao nilikuwa nimewapatia oda. Wakawa wamenipigia kusema kwamba utafikishwa muda si mrefu. Nikakaa kwenye kiti sasa baada ya kumaliza kuandaa meza. Nami nikaongea kwa sauti kumwambia Miriam kwamba nilikuwa nimeshamaliza kumwandalia mambo huku. Basi akatoka chumbani huku akiwa anaongea na mtu kwenye simu. Na wakati huu alikuwa amepunguza vingi sana vya urembo alivyokuwa amevaa mwilini, isipokuwa tu nguo zake. Akakata simu baada ya kufika karibu, nami nikasimama na kumuongoza mpaka kwenye sinki la kunawia mikono. So tukakaa pamoja na kula. Bibi alikuwa anafurahi kweli kula baga. Na hii sasa ndio ilikuwa ni mara ya kwanza nilivyomuona akijiachia sana kula kwa raha zote. Tulikula huku sasa tunanyweshana na kiwine kidogo, si unajua kama wazungu eti. Naye akawa ananiambia kuhusu shule aliyosomea mpaka kufikia wakati alipoajiriwa. Akanambia alisomea kwenye shule ya wasichana ya Msalato kule Dodoma. Akaenda chuo cha biashara CBE huku Dar mpaka akaja sasa kuajiriwa kama mhasibu kwenye benki ya Exim huko pande za Dodoma. Nilimchokoza kwa kumuuliza ikiwa ana maboyfriend wake wa zamani ambao walitokea Dodoma pia,
lakini jambo hilo likaonekana kumkwaza kidogo. Hakutaka kuzungumzia sana kuhusiana na mahusiano yake yaliyopita. Nami nikamwambia freshi, nimekuelewa, na nikamwomba samahani kumuuliza hivyo. Akasema tu kwamba hakuwa mtu wa kutunza kumbukumbu za wanaume ambao amewahi kulala nao ama kutoka nao, ila akasema aliowahi kufanya nao mahusiano wote aliachana nao. Sio kwamba yeye ndio aliachwa, yeye alikuwa anawaliza wanaume. Huyu dada ni kama mimi tu. Akaniambia kwamba mwanaume wa mwisho kutoka naye miaka 4 iliyopita alikuwa ni mkurugenzi mtendaji wa ile TASAF. Kuda dadeki. Yani ana ex TASAF. Mtu mkubwa, yani aliyekuwa anampa mihela kama yote. Lakini Miriam hakuridhishwa na mapenzi ya wengi wa aina hiyo pia. Yani akaiachia story tu hapo tu. Kisha akaniambia kwamba ameshiba na angeenda kujimwagia maji kidogo. Nilitulia tu nikimwangalia mpaka ananiacha na kutoa vyombo kisha kwenda chumbani tena. Mimi sikuwa nimemuelewa vizuri. Ni kwamba tu hakuwa akipenda wanaume wenye pesa ama waliopenda sifa ama wenye sura nzuri ama mbaya ama nini. Kwanza mimi hata sikuwa mbaya. Hela ilikuwepo of course, sio sana lakini ilikuwepo. Kwa hiyo aliniacha nikiwa najiuliza ni nini sasa ambacho alichokuwa amenipendea. Nini sasa? Unajua mimi sikuwahi kutafakari ni kitu gani ambacho Miriam alikuwa amenipendea hasa. Taswira yangu nzima kwa ujumla, yani nilihitaji kujua. Maana mimi nilijua nampenda kwa sababu nimempenda yeye. Kila kitu kumhusu yeye. Lakini kilichofanya sasa mpaka nikataka kuwa mtu bora ni yeye pia. Hivyo nami ningetakiwa nijue kilichomfanya ampende JC hasa kilikuwa ni kitu gani? Usikute labda hata bado alikuwa anajitafuta hapo. Nikaja kushangaa tu mtu anasema kwamba haridhiki, alafu na mimi nikaachwa. Niingelia kama mvua ya mawe. Basi bwana. Kwa mimi nikajisafisha tu mikono baada ya kushiba pia, na wazo likawa kwamba niende huko chumbani ili sasa nikaanze. Tunajua vitu vingine ukute mtoto wa kike haongei, ila wewe wa kiume inabidi ufanyeje? Ujiongeze. Basi bwana. Baada ya kujiwazia hivyo, Miriam mwenyewe alikuwa na maringo huyo, si mnamjua? Ile yani sitaki nataka. So wakati mimi nataka kwenda, ndio wale jamaa sasa ambao nilikuwa nimewaagiza waniletee mzigo wakawa wamepiga simu kuniambia kwamba umefikishwa. Hivyo nikaona ngoja nielekee nje kwanza kufuata. Kweli bwana, nikamkuta jamaa mmoja hivi hapo nje akiwa amevaa sare ya kikazi ya duka ambalo nilikuwa nimeagizia hiyo bidhaa, na kwa kuwa sasa nilikuwa nimeshalipia kwa njia ya mtandao, akanipatia mfuko wa dukani uliokuwa na mzigo nilioagiza. Nikahakikisha ni wenyewe, ndo akawa ameondoka. So nikarudi ndani tena sasa nikiwa na furaha sana, maana huu mzigo ulikuwa ni zawadi kwa ajili ya mwanamke wangu. Nikamuita baada ya kuingia tu sebuleni, lakini hakuitikia mwito wangu. Hivyo nikaamua sasa kumfuata huko chumbani ili niweze kumpa mfuko wake wa zawadi iliyomnunulia. Najua angeipenda tu. Najua angeipenda. Nilifikiri angekuwa labda ameshamaliza kujimwagia na kubadili nguo avae nyepesi, yani aidha kama alikuja nazo ama labda alikuwa anajimwagia maji bado, mimi sikujua. Ila nikazama tu chumbani. Na ndo nikamkuta sasa katika hali ambayo Yesu Mungu wangu sikuwahi kumuona nayo kabla. Mwanamke wangu alikuwa amesimama usawa kabati la nguo ambalo lilikuwa na mlango wenye kioo kirefu, akionekana kumalizia kuweka kikofia cha kuzificha nywele zake, yani vile vikofia fulani hivi ambavyo vinavaliwaga na wanawake vya mtindo fulani hivi wa satini kiasi fulani hivi ambavyo vikibeba ni nywele vinaonekana kama ni mfuko mzito hivi nyuma ya kichwa. Licho alichokuwa sasa akikirekebisha kichwani. Nadhani alikuwa ameshamaliza kujimwagia maji. Alikuwa amekuja na nguo fulani hivi nyepesi sana za ziada. Yaani zile nguo zake fulani hivi za mwanzo alikuwa kwanza zile nguo za mwanzo kwa ameziweka juu ya drawer la kitanda. Umesikia Alikuwa amevaa kitu kama kanga hivi. Yaani kanga sio kanga, mtandio fulani sio mtandio, ulikuwa ni mwepesi kinoma noma. Wakati huu sasa kiyoyozi kilikuwa nikikizunguka hapo juu. Lakini mpaka nikaanza kuhisi joto langu kama linapanda. Kwanza nami nikaweka mfuko pembeni kwanza. Maana niliona kama hivi naota ama. Basi mtoto wa kike akamenigeukia na kuniangalia usoni. Miriam akasema kwamba nilikusikia, nilikuwa namalizia kuvaa. Hongera, bafu zuri na ambavyo napendaga maji, nitajimwagia mara 10. Aliongea kwa njia kawaida tu kwamba anasifia usafi wa bafu langu, na mimi nikawa namtazama tu kwa hisia sana. Alitabasamu kiasi na kuuliza kwamba nini? Nikazungusha kichwa changu kiswaga kidogo yani. Nikasema aisee, yani kukuona tu hivi Miriam umenitamanisha sana. Nakutamanisha na nini sasa? Hebu tuambie mko yako. Niambie, ulikuwa unanitia nini? Aisee, kila
ninachokiita hata sielewi yani. Nilisema hivyo huku sasa namwangalia kama zoba, yani hata sielewi naongea nini. Akatabasamu huku sasa akiniangalia kimaswali, na akauliza kwamba nini? Miriam, njaa imeamka. Akasonya kidogo na kusema kwamba hebu acha mambo yako bwana. Kwanza kuna nini kwenye mfuko? Achana nao. So Miriam akaniambia kwamba kama hutaki kunionyesha na angalia mwenyewe. So usianze visa sasa hivi. Kufanya hii michezo na huyu mwanamke ni jambo fulani hivi ambalo lilikuwa nimelitamani sana muda mrefu, na sasa likawa limetimia. Unajua muda wote tokea Mbagala nilikuwa najizuia tu, ila kwa jinsi wanaume wengine walivyokuwa nakutazama hapo nyuma, ningetoboana nao macho aisee. Sasa wakiniangalia hivyo inakuuma nini? Sasa kwa nini sinume? Wewe ni mwanamke wangu. Wa kukuangalia ni mimi tu. Kumbe. Basi naona ujue. Unamaanisha nini? Kwa hiyo kumbe unataka kuniambia kwamba huo unafurahia sana vile ambavyo wanakutazama, si ndio? Unataka nini uwe kila mwanaume anikutazama, si ndio? Kama utaweza sawa, wewe unaweza kaua tu. Hizo nyodo nani anakupatia? Zilikuwepo mbona? Kwani uko kuziona? Zilikuja kivingine. Ama labda hii ndo new edition ya Miriam. Miriam akashindwa kujizuia kucheka. Kitu fulani hivi ambacho kilifanya mimi pia nicheke kwa kufurahia kuona namna alivyokuwa enjoy kupiga stories zetu nini. Jada, nimechoka. Hivi kumbe mimi noma hadi nimekumaliza nguvu. Najihisi kama ni John Cena hivi. Nimwambia hivyo kiutani. Miriam akasonya kidogo na kusema pumbavu. Nini sasa? Au unamjua? Aliangalia juu tu na kubana tabasamu. Nikamwambia kwamba kumbe unamjua. Simjui bwana, mimi namsikiaga tu. Miriam kweli? Nini? Aliniuliza hivyo na kuniangalia kwa njia ya nyodo. Nikamwambia kwamba hivi hapa kweli na mtu hapa? Kwani Noeli mtaja tusemaje? Mimi si msela. Kwa hiyo wapi maandiko ni ruksa kwa wasela kumjua huyo jamaa na sio wadada? Anyway, haina shida. Miriam akasonya tena kama vile amekerwa. Nikamshika kiunoni na kusema kwamba basi mama, nilikuwa nakutania tu. Nimeishi maisha marefu najua zaidi yako. Kwa hiyo kuna vitu of course nimeviona ndio. Waacha wewe usiniambie. Kwenda huko. Umenifurahisha sana mama, ila kuishi muda mrefu zaidi yangu haimaanishi kwamba eti kila kitu unajua. Kwani mimi nimesema hivyo? Najua unayojua, nisiyojua siyajui. Eti Na unajua ni kwa nini ninakupenda sana? Ama labda unajua ni kwa nini unakapenda sana aka kijana kalikulala juu yako sasa hivi baada ya kumaliza ama kukuondolea nguvu zako zote? Hiyo misifa sasa unaitafuta. Kwanza mimi sikupatii tena. Kweli unipi? Sikopi. Ndio imeisha hivyo. Kwa hiyo yani anyway, sawa. Miriam alitabasamu tu na kusonya kidogo. Nami nikamwambia kwamba lakini to be honest, nataka tu kujua, naweza nikawa najua vingi kwa upande wangu, ila nataka kujua kwa upande wako. Nataka kusikia sababu, yani unataka kusikia vitu gani kutoka kwangu? Inaonekana unapenda sukari sana wewe mtoto zaidi na zaidi. Na maneno mengi mno kwenye ushauri ambayo yanamfanya mtu anaweza kushawishika. Nahisi hadi kama unaweza kugeuza jiwe liwe mchanga kwa kuongea tu. Na kwa kasura kako naelewa nitakuwa na wasimu mkubwa sana na wanawake wengine, maana najua na wajaza wengi fantasy nyingi sana wakikuangalia tu. Nilicheka kidogo kwa pumzi huku sasa nikimwangalia kwa hisia. Alitulia kidogo kisha akaniambia kwamba ni ukarimu. Nilitulia zaidi baada ya yeye kusema hivyo. Unajua kilichofanya nivutiwe na wewe hasa ni ukarimu wako wa mambo mengi. Of course nakupenda sana Jaden. Yote ni kwa sababu ya ukarimu tu. Wewe ni mkarimu sana. Mimi nimekujua kuwa wewe ni mtu ambaye hauna makuu moyoni. So napenda sana hilo kukuhusu. Maneno ni mazuri sana Miriam. Alicheka kidogo kwa pumzi na kusema kwamba asante sana kwa kunipa furaha Jaden. Nitajitahidi kuongeza njonjo kama wewe ulivyo. Nami nilicheka kidogo na kuibonyeza pua yake kwa kidole. Akasema na ningependa pia uanze kuniita jina langu kwa kifupi tu. Alivyosema hivyo mimi nilikuwa nimemuelewa. Nilitabasamu kiasi na mimi nikasema kwamba unataka nianze kukuita mimi?
Alitabasamu zaidi na kuniambia kwamba niseme tena. Mimi. Nikamuita kimadoido. Unajua, mimi napenda kulisikia kutoka kinywani mwako, so nitapenda ukiniita hivyo mara nyingi. Sawa, usijali mimi wangu. Tukiwa sasa tumeiepuka sehemu ya shuka ambayo ilikuwa imelowanishwa kiasi na juisi ambayo imetoka kwetu. Unajuaga tena kuna kale ka juisi kakishalowanisha shuka mnakakwepa Nikamwambia kwamba ni Miriam, wewe ni mwanamke mzuri sana. Hilo wala hata sio neno geni kwangu. Naambiwa hivyo na wengi sana. Unajua sijawahi kukutana mwanamke kama wewe. Yaani kila kitu kuhusu wewe kinanifanya nahisi raha sana. Naelewa sana Jayden. Na kwa mambo mengi pia of course magumu mno, lakini wewe ndio mtu ambaye ulikuja kwenye maisha yangu na kunifanya nilainike tena Jayden. So mimi nathamini sana kwamba uko na mimi. Sema sometimes na kwa tunofia tu kwamba nitakuacha. Wewe Miriam, hivyo ni wakuacha kweli? Kwamba utanichoka, sio kuacha. Mimi utanichoka. Sasa kama hivi labda tukishashia mapenzi mara nyingi alafu na mimi nitakuwa nimeshakuzoea sana kiasi kwamba sitaweza kukuachia. Mimi, najua. I know Jayden kwamba unanipenda, lakini kuanza tu kwamba eti haitakuwa kama hivi siku zote ipo. Hilo unatakiwa utambue Jayden. Mimi nimeshakupa yote naweza kwa sababu moyo wangu umefunguka kwako. Ila kama ikitokea tukaachana, moyo wangu utafunga na itakuwa milele. Kumbe unanipenda kiasi hicho kuliko unavyojua. Sasa mbona ulikuwa unanibania sana hii? Hivyo ni mjinga nini? Kwa hiyo ni mpaka upewe ndio itamaanisha kwamba mtu anakupenda ama? No, mimi wangu, lakini wewe, mimi sidhani ikiwa issue ilikuwa tu kwa sababu eti unaogopa kuachana ama nini, no. Ama labda kusubiri wakati mwafaka. Hakuna kitu kama mimi kuja kuachana na wewe, hakipo. Yaani labda nife. Niambie tu kweli. Nilimwambia hivyo kwa ushawishi, akawa sasa anaangalia kwa utulivu kisha akasema kwamba okay, sawa umeshinda. Kwa hiyo issue of course nilikuwa naogopa. Nini sasa? Yale ya ukifanya utaachwa ama? No, pana Jayden. Moyo wangu unaniambia kwamba of course unanipenda sana, I know. Kwa hiyo hata itokee labda tukaja kuachana, haitakuwa kwa sababu hii. Mimi nilikuwa tunaogopa ni tendo lenyewe kwa sababu unajua ni muda mrefu kama unavyojua. Sikujiona kuwa tayari na sijui tu hata sielewi hata nikuelezea vipi Jayden. Lakini ndio hivyo. Najua ni kama nimeshushwa kutoka juu ili kuja kwa furaha yako. Haijalishi tumepita wapi wala tutapitia nini, mimi siwezi kufikiria kukuacha. So nakupenda mimi kwa sababu nakwambia mara nyingi, yani kila kitu kuhusu wewe kimenifanya nijione kuwa mtu bora zaidi. Na tena sio kujiona, yani nimekuwa mtu bora kwa sababu nimekujua wewe. Na nitajitoa kwa vyovyote, kwa lolote, kwa chochote, kwa zozote, kwa vyovyote, kwa fofote, kwa dodote. Miriam akaanza kucheka baada ya mimi kusema hivyo, na yeye akasema kwamba kwa jojote, yes, kwa nonote. Nilivyosema hivyo Miriam akacheka sana, akasema wewe ni mjinga sana. Alisema hivyo na kunipiga kidogo kifuani. Unajua namaanisha nitafika popote katika kujitoa kwako ili kukuonyesha namna gani nakupenda. So nitahakikisha nafanya kila kitu kukuonyesha thamani ulionayo kwangu. Unajua mimi, huu ni mwanzo tu. Nataka kufanya vitendo kuthibitisha maneno yote ambayo nitakayoyatoa kama ahadi kwako. Uhisi namna gani ulivyonifanya kuwa mwanaume mwenye furaha kweli. Mpaka ifike siku ambayo nitaingia kaburini, sitaacha kukupenda wewe mwanamke. Yaani kifo tu ndo ambacho kinaweza kutenganisha. Nilimwambia hivyo kwa hisia, akawa sasa ananiangalia machoni kwa upendo mwingi sana mpaka machozi yakawa karibu kumtoka. Naye akanishika usoni tena kusema kwamba nakupenda sana Jayden. Nakupenda zaidi Miriam. Jayden? Naam. Hivi ni kwa nini ulikuwa unaishi kama vile hauna mtoto? Miriam, labda no Jayden, nataka kujua. Alinikatisha hivyo kwa sauti yake yenye hisia. Sasa mimi nikaingiwa na hisia kukwazika kiasi kwa sababu mimi sikutaka kumuelezea mengi kuhusiana na swala hilo bado. Hasa kwenye wakati mzuri sana kama huu. Lakini najua ilikuwa ni muhimu sana aelewe sababu zangu. Nitake nistake ningetakiwa kumuelezea tu. Naomba niambie mpenzi wangu, nini yani kilitokea mpaka ukaamua kumweka mwanao pembeni? Huyo nani ulisema, nani Stella? Mlifanyana nini mpaka ukajiweka mbali na mtoto wako? Baada ya hilo swali, sasa mimi sikuona njia ya kuendelea kukwepa kuzungumzia jambo hilo.
Leo ndo ningefunguka kwa undani zaidi. Nikaona hapa sasa, ngoja nianze kumwelezea A to Z kuhusiana mimi na Stella na mtoto wangu. Sasa hii story, msikilizaji, ni kipi hicho? Tukutane sehemu inayofuatia kuweza kufahamu mengi zaidi ama kujua hii story kutokana na swali ambalo Miriam ameweza kumuuliza. And of course, mpaka hapa hatuna wasiwasi. Hata kama Festo akirudi, kumpata Miriam ni ngumu sana sana sana. Muda wote ulikuwa nami Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye. Basi nilianza kumsimulia Miriam. Alright, ni kwamba nilikuwa natoka kimapenzi na mwanamke fulani hivi zamani tu. Aliitwa Aisha. Ni Muislamu. Pamoja na dini na mambo mengi, ila alikuwa ni mwanamke niliyempenda sana sana tu. Mimi sikuwahi kupenda mwanamke yote zaidi ya nilivyompenda yule dada. Ila sasa hivi hawezi kupita jinsi ambavyo nakupenda wewe. Muone. Endelea. Sikutani. So Aisha alikuwa ni wa aina yake. Tulikutana wakati niko Bugando nafanya internship na tukadumu hadi nimeingia kufanya kazi Muhimbili. Yaani mimi na Aisha ilikuwa ni kama vile tusingeachana. Hata tulipokuja kuachana, watu waliotujua hawakuamini kabisa. Ebu ngoja Jaden, ngoja nikisema kitu. Sababu ilikuwa ni huyo Stella, si ndio? Jamani, ilikuwaje? Nilikosea tu. Yaani nilimkosea Aisha. Unajua sikuwa hata na, yaani ilitokea tu nikateleza. Si unajua tena mambo ya vijana na pombe nini? Nilikuwa ni maaliko sehemu fulani hivi kwenye party. Sasa nikajikuta napitiliza na ndo nikakutana na Stella. Yaani hata yeye mwenyewe Stella hakuwa na mpango na mimi, ila ndio hivi katokea tu. Na Aisha akaja kugundua. Unajua ni mambo mengi sana mimi. Ila kiufupi tu ni kwamba nilijaribu sana kumwomba Aisha msamaha lakini akakataa. Ingekuwa kwamba ni mwanamke yote tu labda angepotezea, ila Stella alikuwa rafiki yake. Ndio maana hakutaka kunisamehe. Na lazima aliumia sana. Nilimuumiza. Unajua mimi nilikuwa na matarajio mengi sana ya kuja kurudiana naye labda. Lakini akapata tulizo sehemu nyingine. Kwa hiyo nikaamua tu na mimi ngoja nisonge mbele. Nikafocus kwenye kazi, nikawa najitahidi tu kufanya mambo mengi ili Aisha tu aweze kunipotea kichwani. Ndio baada ya muda sasa nikaambiwa Stella ni mjamzito. Wakati nimekutana naye alikuwa na mtu wake. Ni jamaa fulani tu hivi ni Muhindi. Lakini taarifa nilizopata zikanifanya nigundue uwezekano wa huo ujauzito kuwa wa kwangu. Kwa hiyo nikataka tu kuhakisha. Stella sasa isee alifanyaje? Alikataa. Yaani unajua hadi alinitukana. Kwamba akasema kwamba hauna mtoto hapa, wewe mpumbavu nini? So mimi nikamwambia kwamba haina noma. Nikawa nimekaa pembeni. So alipokuja kujifungua, yani Miriam, kila mtu aliona jinsi mtoto alivyokuwa ananifanana. Yaani kuanzia macho mpaka vidole vya miguuni. Lakini bado Stella akawa anakataa tu. Ni mjeuri, yani Stella sijui nisemeje, ni mjeuri sana. Sijui alikuwa anafikiri kwamba mimi ningesababisha Muhindi wake amwache. Kwa mimi nikamwambia kwamba mimi sitaki kuwasambaratisha na mtu wake. Ila mimi nilichokuwa tunataka tu ilikuwa ni ieleweke kwamba baba wa mtoto ni mimi. Haki ya kumpa, yani ya kumpatia upendo kama baba niwe nayo. Lakini akagoma. Hakutaka kabisa nisogee pale. Akasema, mtoto huna, sijui nini, usimjue nini. Nikasema sawa. Kwa mimi nimekula 50 zangu pembeni kabisa. So baadaye sijui ndo akawa ameachana na huyo jamaa wake. Akaanza kunitafuta. Nini sasa? Yaani alikutafuta mwenyewe? Yeye mwenyewe. Wewe unajua nilimpiga hadi block. Akampaka sana jileta nyumbani kwa mama eti kunitafuta. Unajua nilimshangaa. Baada ya yale yote alikuwa ananitafuta sasa ili weje. Wenda alikuwa anataka kukuunganisha na mtoto wako. Mtoto wangu? Mtoto gani? Si Stella alikataa mimi sio babake. Jaden. No. Kwa hiyo aliona ni kwamba ni mimi sina hadhi ya kuwa baba wa mtoto wake wakati yuko na mwindi wake. Na alitaka mtoto akue akimdanganya kwamba eti mwindi ndo babake. Ila alipoachana akakosa baba mwingine wa kukodi ndo akakumbuka kuna JC. Si ndo manake? Jaden, naomba nisikilize. Hebu kwanza acha kuongea tafadhali. Najua hayo mambo yalikuumiza sana Jaden, lakini hata useme nini yule atabakia kwa mtoto wako. Aliniambia hivyo kwa upole tu. Atabakia kwa mtoto wako. Unajua
Hivi unadhani hata mimi silijui hilo? Nilitaka kuwa baba kwa huyo mtoto, lakini tayari nia yangu ya kumfikia ilikuwa imeshavurugwa na mama yake kwa sababu ya yeye kuendekeza tu jeuri usio na maana. Wako wanaume kibao tu wanaokimbia wajibu wakigundua kwamba wametia watoto za watu ujauzito. Mimi nilikuwa tayari kubeba wa kwangu, ila akanizuia. Alafu baadaye ije ionekane ionekane vipi kwamba mimi nilimtelekeza mtoto, ama kwamba analikuwa ni kwamba anamleta nyumbani lakini mimi namkimbia. Lawama zote sasa zingekuja kwangu, wakati kumbe mama yake ndio alikuwa shida. Alinifanya mimi nisitake tena kugeuka huko, alafu akaje tena kuanza kunisumbua ili iweje? Msikilizaji, nizungumza kwa uzito na kuangalia pembeni. So Miriam akanishika shavuni na kusema kwamba naelewa ilikukasirisha sana Jaden, naelewa sana, nikasirika sana, lakini uone kwamba hiyo inakuhusu wewe pia. Unamaanisha nini? Yote uliyosema ni kweli kabisa, na inawezekana hata hivyo kwa upande wa baba yako mzazi pia hakuwahi kutaka kumtafuta kwa sababu alichukulia kwamba labda alikutelekeza. Lakini unajua kiundani zaidi ni nini kilichotokea baina yake na mama yako? Baada ya Miriam kuuliza hivyo, niliendelea tu kutulia tu na kumsikiliza. Unajua Jaden, maisha kwa upande wako yamekufikisha sehemu yenye kukuridhisha kwa kiasi fulani bila msaada wake, lakini bado ulistahili kumjua. Ndivyo ilivyo sasa na kwa mwanao pia. Hata nani aseme nini, hata nani afanye nini, huyo ataendelea tu kwa mtoto wako Jaden. So usije tu kuchelewa kumfikia. Unaweza kumnyima kila ambacho wewe ulikikosa kutoka kwa baba yako mzazi ungali bado hai Jaden. Na tena nafasi ni nzuri kwako kwa sababu mwanao bado ni mdogo. Kwa hiyo una uwezo tu wa kuingia maishani mwake mapema sana na kuwa baba bora kwake kama ambavyo unatazamia. Kwa sababu of course najua hautataka pitia yale uliopitia wewe. So hivyo uamuzi ni wako utakapochagua wakati sahihi wa kumfikia mtoto wako. Na najua utafanya uamuzi sahihi ama jambo sahihi Jaden. Ule utu wangu uliofaa zaidi ulikuwa umeanza kufunguka upya. Mpaka kweli nikawa natamani tena kuwa baba kwa mtoto wangu. Alikuwa sahihi kabisa kwa kila kitu alichoniambia. Unajua kuna vitu kweli nilikuwa natamani kufanya kuelekea swala hilo, lakini sikutaka kuligusa kabisa tokea mambo mengi yaliyotokea kipindi cha nyuma kunifanya niliondoe moyoni kabisa. Na sasa watu kama mama, mzee wangu, Jasmine na hasa Miriam wakawa wananivuta ili matamanio hayo nianze kuyafanyia kazi. Mara nyingi ningesema tu kwamba labda niko hivi ama vile kwa sababu nilizojua mwenyewe, ila labda wakati huu ndio uliokuwa mwafaka kuziondolea mbali sababu hizo ili niweze sasa kunyosha mambo mengi ya maisha yangu kwa usawa zaidi. Kama wazungu wasemavyo, sometimes the only way to move forward is going back. Kumaanisha kwamba wakati mwingine njia nzuri ya kukufanya usonge mbele ni kurudi nyuma tena. So ingenibidi kurudi nyuma tena na kujaribu kurekebisha afya ya maisha yangu yote iliyokuwa imedhoofika kwa sababu ya makosa ya kibinadamu, ili sasa ndio niendelee kusonga mbele vizuri zaidi na huyu mpenzi wangu Miriam. So siku hii ilikuwa imegeuka na kuwa nzuri zaidi. Hata matatizo hapo nikawa sasa nimeyasahau kabisa, kwa kuwa sasa Miriam alikuwa amejitoa kuwa umoja na mimi. Tungetakiwa kunyanyuka sasa ili tujiandae. Akaniuliza tujiandae kwa ajili ya nini? Ndio nikamwambia kwamba nilikuwa na mpango wa kumtoa kwa ajili ya chakula cha jioni, nimpeleke sehemu fulani nzuri na maalumu ambayo ingempatia furaha zaidi. So alikuwa anataka tubakie tu hapo, asione haja ya mimi kufanya hayo yote kwa ajili yake. Lakini nikamwambia tayari maandalizi nilishafanya mapema, na nilimletea zawadi ambayo ilihusiana na sehemu ambayo tungekwenda. So tumekuja kumaliza kujiandaa, ilikuwa ni saa 1 tayari imeshaingia, na ikikaribia nusu saa yake kabisa nivalia t-shirt nzuri tu lenye rangi ya blue nyeusi pamoja na blueberry sehemu ya kola na mikono nini, pamoja na suruali nyeusi ya jeans, zikiwa sasa kati ya nguo ambazo zilikuwepo tu kwenye kabati langu. Nami nikatia na raba kali nyeusi miguuni, saa mkononi, cheni nzuri ya rangi ya shaba. Hata Miriam aliona ni namna gani nilivyopenda sana usharobalo na ulinifaa. Yeye Miriam alipendeza pia baada ya kuvaa kigauni chake laini na vile sasa viatu vya kuchuchumia nini ambavyo nilikuwa nimemletea. So alipendeza sana. So alikitengeneza hadi na kitanda vizuri zaidi kwa kukibadilishia mashuka. Na akasema yale ya mwanzo angekuja kuyafua. Mke tunaye hatuna. Mke tunaye ama hatuna. Kwa hiyo tulipokuwa safi sasa kwa kila kitu ili kuondoka, nikaenda kufungua geti na kulitoa gari langu nje. Kisha nikarudi kulifunga geti, na ndio mimi na mimi wangu sasa
Tukaingia garini pamoja. Alikuwa ni mtulivu tu, akisubiri kuona ni wapi ningempeleka ili aburudike zaidi. Nami nikaliondoa gari eneo hilo na kuingia barabarani. Akawasiliana na mama mkubwa wake ambaye ni Bi Jamila, akauliza hali ya nyumbani, na inaonekana mama huyo akamwambia kila kitu kilikuwa sawa tu. Basi Miriam akamsisitiza mama mkubwa wake kumwangalia zaidi Mariam. Yaani utafikiri huyo binti alikuwa mtoto. Unajua Mariam ni mtu mzima. 20 sije na ngapi aka katoto sije na miaka 20 na ngapi. Sije 22 sije 20 na ngapi. Kwa hiyo alimwambia kwamba kesho atajitahidi kwa mapema kufika kwa nyumbani. Msikilizaji, mimi nilikuwa ni makini tu na uendeshaji, huku moyoni nikiwa sasa nimejawa na hamu kubwa sana. Na baada ya Miriam kumaliza maongezi na Bi Jamila, akaanza sasa kuangalia maeneo tulio yapita, akisema baadhi ya hizo sehemu ameshawahi kutembelea, hasa kipindi kile alichokuwa akisoma yani alipokuwa akisoma chuo huku, na sasa palibadilika kweli kweli. Tulipita hadi kule Jogoo kule ambako niliwapeleka yeye na familia yake siku ile kula Kisinia. Ilikuwa imeshaingia saa 2 kamili tulipoingia maeneo fulani hivi, hususan ambayo ndio nilidhamiria sasa kumleta. Nami nikaona sasa nianzishe mada. Vipi, na huku umeshawahi kufika? Sijapatambua vizuri, labda yote ni kwa sababu ya usiku, lakini nitakuwa nimeshawahi kuipita hii sehemu. Kwani uko panaitwaje? Nilitabasamu tu na kubaki kimya. Bwana, usiniambie. Alisema hivyo kwa kudeka. Mimi nikaendelea kubunda tu na kuliingiza gari kwenye barabara ya changarawe, tukiacha lami sasa na kuanza kupita nyumba kadhaa ndani ya mtaa huo. Kwa hiyo ndio nataka kuniambia usiharibu surprise yako, si ndio? Aliniambia hivyo, nikamwangalia tu na kutabasamu kiasi, na hapo nikawa nimelifikisha gari mbele ya geti la nyumba kubwa sana, ndio nikasimama hapo na kupiga honi mara 2. Miriam akanitazama usoni kiumakini, nami nikiwa sasa namwangalia usoni pia kwa njia fulani hivi ya kizembe. Akauliza kwamba Jaden, hapa ni wapi? Karibu Goba Center. Nimwambia hivyo. Miriam akaangalia mbele kwa njia ya utambuzi. Nikasema kwa uchokozi zaidi, nikasema kwamba tunaita hii mitaa ya Steve Nyerere. Sasa geti hapo mbele likaanza kufunguka taratibu. Naye Miriam akaniangalia usoni kwa macho yenye wasiwasi na kusema kwamba Jaden, umenileta kwenu? Nikatabasamu tu na kuanza kulisogeza gari ili sasa kuingia huko ndani. No, Jaden, ngoja kwanza, subiri. Mungu wangu, umenileta nyumbani kwenu Jaden? Miriam alisema hivyo na kuweka ganja chake mdomoni, huku akipatwa kama na hali fulani hivi ya pressure. Hakujua kama nampeleka nyumbani kwetu. Alionekana kupagawa sana yani. Nami nikawa sasa nimefikisha gari usawa wa nyumba ya mlinzi na kusimama hapo, kwa kuwa mlinzi alikuwa amelikaribia gari langu mpaka mlangoni. So mlinzi nikamsalimu pale, nikamwambia hey bro, vipi? Jamaa akasema kwamba fresh za siku bwana mdogo. Jamaa akanisemesha vizuri pia, nikamwambia kwamba nzuri, uko makini kweli ndugu yangu, hakuna mtu ananyatia hapa, si ndio? Nilimsemesha hivyo kirafiki tu. Mlinzi akasema uhakika, yani muda wote kazini tu, si unajua si unaona mjengo hauchubuki, ndio kazi yetu bwana. Aliniambia hivyo kirafiki, nikamwambia kwamba sawa bwana, nimeona tuje tu kuwatembelea kidogo tena. Mlinzi akasema karibuni sana. Dada, za saizi? Mlinzi akamsalimia na Miriam. Nikamwangalia bibi na kukuta amejishika sehemu ya shingo yake huku akikuna taratibu. Nadhani alikuwa anaikuna love bite. So naye akamwangalia mlinzi kwa ufupi na kusema kwamba asalama, kisha akatazama pembeni akionekana kuwa na wasiwasi. So mimi nikabana tabasamu langu tu na kumgeukia jamaa, nikimtikisia nyusi kama vile kumpa ishara kuwa huyu ndiye aliyekuwa malikia wa moyo wangu, mama la mama. Naye akatikisa kichwa sasa kuonyesha kwamba kaelewa. So hivyo alipiga tu kwa saluti fulani hivi kadogo. Kwa hiyo baada ya kumalizana na mlinzi, mimi nikaendelea kulitembeza gari kuelekea huko sehemu ya kuegeshea, sasa nikimtazama bibie. Yeye akiwa amejishika vile vile tu kama anawaza sana. Nami nikacheka kidogo kwa pumzi. Nikiwa sasa ndo nimekaribia sehemu ya kuegeshea magari, Miriam akanitandika kofi mkononi kutokana na mimi kuendelea kucheka. Nami nikajikunja kidogo na kusema, tulia mama, unajua tutapata ajali. Bwana, hivi una matizo gani Jaden? Kwani umeleta huku? Mbona hata kuniambia kama unaleta nyumbani? Aliongea hivyo kwa manunguniko. Sasa mimi nikaa nimefanikiwa kulegesha gari langu pembeni ya gari la mzee. Nami nikamwambia kwamba hey mama, nikikwambia nakupeleka sehemu special,
ujue kwamba bwana Susi mama siara bwana Jaden. Jaden unaleta kwenu bila kuniambia kweli. Hivyo unategemea nilikwambia? Nilikwambia kabisa ningekuonyesha nini maana ya Jaden kukupenda. Nilikwambia mama, ama umesahau? So hii ndio ilikuwa ni maana yangu. Niliongea na mama, nikamwambia ajiandae kunipokea nikiwa na mkwe wake. Na ndio nimekuleta sasa. Kwanza twende nani tunasubiriwa? Jaden, wait, subiri. Jaden, lakini hivi kwa nini kuniambia? Hivi hujui nini maana ya neno surprise? Bwana. Miriam akafunika uso kwa ganja chake na kusema ya kwamba kichwa chako wewe. Nitabasamu tu sasa nikimwangalia kwa hisia. Akapiga ulimi na kusema ya kwamba unanipatia wasiwasi Jaden, hata kama ndo surprise. Kwa hiyo nini sasa? Yaani kwamba hutaki kukutana na wakwe zako ama? No, sio hivyo Jaden. Sasa ungeniambia tu kwamba mimi ningejiandaa jamani, si kweli kwa wazazi kweli Jaden. Ungeniambia tu mimi nijiandae niwe tayari. Sasa mimi nikwambia kwamba sitaki kuja ama? Miriam, ulizaliwa ukiwa tayari. Bwana achana mambo yako ya unaanza mashairi yako hapa Jaden. Hivi kweli mama yako anajua kuhusu mimi kwa yani kwa hivi nini? Mzee. Nikamuuliza hivyo kiutani kwamba yeye kuonekana mzee ama? Akakaza midomo yake kwa njia ya kukerwa. Kikongwe. Miriam unanifurahisha sana. Kwa hiyo wewe kikongwe. No, it is not fun bwana. I'm serious ujue. Miriam alisema hivyo, nikamwangalia kwa umakini zaidi. Hivi, uko serious? Now listen, I'm serious too. Mimi huwa sisahau chochote kile unachoniambia, na ulisema uko tayari kuwa nami bila kujali nini. Wala nani atasema nini kuhusu uhusiano wetu. Sikia, mimi nimekuleta hapa, huu ni kama mwanzo tu, lakini ni ili pia nikuthibitishie kwamba mapenzi yangu kwako sio ya mchezo. Nina uhakika kabisa kwamba wewe ndio unatakiwa uwe hapa sasa hivi. Uwe mzee, uwe kikongwe, sijui ajuza, I don't care. Mimi nimekuleta wewe kwa sababu nakupenda Miriam. Na tunaenda huko ndani pamoja sasa hivi. Sio kesho la baadaye. Unanielewa? Kote kuongea. Unanielewa? Utaki kuongea? Miriam, uko tayari? Kwa lolote ambalo litatokea huko ndani, najua utakuwa tayari, si ndio? I know you are strong. So sio na hofu. Sio kama vile eti mimi nakupeleka tu kwenye pango la nyoka. No, hao ni wazazi tu. Na nilikwambia haijalishi nani atasema ama atafanya nini. No, mimi na wewe tu, yani hatuwezi kuachana, umesikia? Hata kama mama asipokupenda. So relax mama, umesikia? Bwana, ndio, sio na wasiwasi bwana, vipi? Unaogopa nini? Basi akanitazama kwa jicho la hasira eti. Nami nikacheka kidogo kwa pumzi tu na kulibonyeza shavu lake kwa kidole, kisha nikaufungua mlango wa gari, nikizunguka sasa mpaka upande wake na kumfungulia kama gentleman. Unajua tena na yeye akatulia kidogo kwanza kitazama mbele. Najua alikuwa na ule wasiwasi tu wa mwanzo kwa sababu ya kushtukizwa. Ila sio kwamba aliogopa, no. So akashusha pumzi kama kujipa utulivu, alafu akabeba pochi yake ndogo na kushuka huku mimi sasa nikiufunga mlango wa gari. Nikakishika ganja chake na tikisia kichwa huku sasa nikifumba macho yangu kama kumtia moyo kwamba anaweza kufanya jambo hili. Naye akatikisa kichwa chake kwa njia ya kuonyesha kwamba ni kama haamini kama kweli nilikuwa nimemfanyia hivi. Nikampa tabasamu la furaha, nasi tukaanza kutembea pamoja tukielekea sehemu ya mlango, huku sasa nikimuonyeshia kwamba mimi niko maridadi kabisa, asiwe na hofu. Ingekuwa sio kumshtukiza, huenda angeonyesha kuvutiwa na mazingira ya hii nyumba. Lakini akawa kimya tu na kutazama vitu kwa njia ya kawaida. So tukafikia mlango hatimaye na kusimama hapo. Nikamwangalia Miriam usoni kwa macho makini na kupandisha nyusi zangu kama vile kumuuliza ikiwa yuko tayari sasa kuingia. Naye akabana midomo yake na kutikisa kichwa kuonyesha kwamba yupo tayari. Kwa hiyo akakikaza zaidi ganja changu tulivyokuwa sasa tumeshikana. Nami nikabonyeza kengele ya mlangoni na kusubiri kwa hamu milango hiyo ifunguliwe ili nione mapokeo ya wazazi wangu mimi na mpenzi wangu yangekwendaje. I say hii ingekuwa ni noma sana. Kwa hiyo tukawa tumesimama hapo kwa sekunde chache tu baada ya kubonyeza ding dong. Nao mlango ukawa sasa umefunguliwa. Mbele yetu alisimama Nuru ndani ya tracksuit nyepesi yenye rangi ya pinki na mandala manene fulani hivi ya manyoya miguuni, akiwa sasa amefungua mlango kwa tabasamu kwa furaha sana. Nami pia nikatabasamu na kuingia ndani bila kumwachia Miriam kiganja. Nuru akasema, "Oh, Jesse, karibuni." Nuru alisema hivyo kwa hisia na kunikumbatia kwa upande mmoja.
Nikarudisha kumbatio lake sasa nikimwambia kwamba asante mwaya, na kuona unazidi kunenepa tu. Akaniachia na kumtazama Miriam, alafu akamwambia kwamba shikamoo dada. Miriam akaitikia marhaba. Alimuitikia vizuri tu. So tukaanza kutembea taratibu kuelekea ndani kwa pamoja baada ya Nuru sasa kurudishia mlango. Na nilipenda sana namna ambavyo Miriam alikuwa akitembea kwa mwendo fulani hivi kama mwanamtindo fulani hivi ili hakikisha viatu vyake visimfanye ateguke. Nasi tukawa sasa tunaelekea upande wenye masofa hapo kati ambapo Jasmine alikuwa amekaa kwa kujilaza tu kwenye sofa huku akituangalia kwa njia fulani vya kawaida tu. Jasmine alikuwa amevalia t-shirt pana, lilikuwa ni jekundu fulani hivi sasa miguuni akitia suruali ya skinny ya kijivu kama za wanaofanyaga mazoezi ya yoga. Kabla hatujafika hapo kwa Jasmine, kutokea juu ya ngazi tukaanza kuwaona mama na mzee wakiwa sasa wanashuka kuja chini, na mama alikuwa amemtangulia zaidi jamaa huku sasa akionyesha tabasamu hafifu usoni mwake. Mama yangu alivaa gauni jepesi tu la kushindia tu nyumbani, na mzee yeye alikuwa ndani ya t-shirt la mikono mifupi na alikuwa kama blueberry fulani hivi pamoja na bukta pana nyeusi. Mionekano ya kawaida tu yani kwa wote wakati huu wa kutulia nyumbani ndo walivyokuwa wanaonekana hivyo. Na kutokea upande ulioelekea jikoni niliona wasaidizi wa kazi wa hapa, Imelda pamoja na wenzake wawili wakija sebuleni na kusimama usawa wa ngazi ya kwanza sasa wakiutazama kama vile kamati ya wakaribisha wageni. So ikabidi nisimame pamoja na Miriam na Nuru kwanza kuwasubiri wazazi watufikie. Na mama alipokuwa sasa amekaribia upande wetu, umakini wake ukawa ni kwa Miriam zaidi. Mama alimtazama Miriam. Kwanza alipiga hatua taratibu na kufika mbele yetu sasa, bado akiendelea kumwangalia Miriam kwa macho ya kisomi sana. Mama, shikamoo. Marhaba. Mama aliitikia. Miriam akatoa ishara ya kupiga magoti kiasi na kumwambia shikamoo mama. Marhaba mwanangu, karibu. Mama akamjibu hivyo. Miriam naye akasema asante mama. Akajibu na kasauti kake katamu tu. Nuru akaendelea kusimama pembeni yake mama. Na mzee alipofika karibu na sisi nikaambia kwamba mkubwa shikamoo. Akaja na kuunganisha kiganja chake na changu sasa kitabasamu kiasi. Naye akaitikia marhaba. Miriam akatoa ile ishara tena huku sasa akimwambia mzee kwamba shikamoo. Mzee naye akaitikia marhaba, karibu sana mama. Mzee akamwambia hivyo. So nikaona Jasmine akiwa amenyanyuka kutoka sofani na kuvaa ndale zake. Naye akaanza kuja upande wetu taratibu tu huku akijishika kiuno chake kwa mikono yake yote. And of course alikuwa ameshika mikono yake ni kwa sababu ya tumbo lake. Si unajua tena ujauzito So nikamwangalia mama na kukuta anamtazama Miriam kwa macho makini sana. Yaani ni kama anamtathmini vile. Nami sasa nikamwangalia bibia usoni sasa nikitabasamu kiasi. Mama bado alikuwa anamtazama Miriam ni kama ni mtu fulani ambaye anafanya uchunguzi yani. Miriam akaniangalia pia. Na bila kuonyesha hisia yoyote akamtazama tu mama tena. Huku sasa nikihisi namna ambavyo alikazana kukikaza kiganja changu kwa nguvu zaidi. Mama akaendelea kumtazama Miriam, alafu mama akasema ya kwamba sura yako sio ngeni sana. Hivi binti, tumeshawahi kukutana sehemu? Miriam akasema sidhani, hii ndo mara ya kwanza. Mama akaniangalia usoni kiudadisi. Unafikiri hivyo kwa sababu umemfananisha tu na mtu mwingine ambaye nimeshakuja naye hapa? Nilimwambia hivyo mama. Sasa mama akamwangalia Miriam tena, naye akasema ya kwamba yes, Mariamu Nitabasamu kiasi. Ni hapo ndio Jasmine akawa sasa ametufikia. Mama akasema ya kwamba ni kweli bwana, nimemfananisha na Mariam, ndio maana nikafikiri hivi Mariam ni mdogo wako Mama aliongea hivyo. Miriam akatikisa kichwa kukubali na kusema ndio, ni mdogo wangu. Mama akasema okay, na kuweka ganja chake kimoja shavuni huku sasa akimwangalia Miriam kwa macho yaliyoonyesha hisia fulani hivi. Jasmine akiwa sasa amesimama mbele yake Nuru akamnyoshia ganja Miriam na kusema kwamba karibu sana wifi. Miriam akatabasamu kiasi na kukiachia ganja changu, naye akakipokea cha dada yangu na kumwambia kwamba nashukuru Jasmine. So Jasmine akapandisha nyusi kimshangao na kusema kwamba kumbe unanijua. Miriam akasema anakuongelaga sana huyo. Jasmine akakiachia ganja cha bibie na kuuliza ya kwamba kwa mazuri au mabaya. Mimi nikasema ni mabaya.
na wengine wakacheka kidogo baada ya Jasmine kutoa kicheko cha mguno. So sote tukamwangalia mama tena na kukuta bado mama akiwa ameweka kiganja chake shavuni, bado akiendelea kumtazama Miriam kwa macho yaliyoonyesha ni kama hali ya upendezi fulani hivyo, hali ya juu sana. Najua wote hapo walikuwa na hayo ya kuwaza, lakini mimi nilitaka kujua maoni ya mama yangu kwanza. Akaliachia shavu lake na kuviweka viganja vyake mbele sasa, yaani akivifungua kwa chini kumwelekea Miriam kama kumuita. Miriam akanipatia pochi yake na kumsogelea mama kidogo, naye akavishika viganja vyake kusasa, wote wakiangaliana machoni. Mama akamwambia kwamba Mariamu alipokuja nilimuona mzuri sana, ila wewe ndio umebarikiwa zaidi. Ni mzuri sana wewe mwanangu. Miriam akasema asante mama. Miriam alisema hivyo huku sasa sauti yake ikikatika kiasi. Sijui alikuwa karibu kulia. Ile furaha yani kutokutegemea apokelewe vizuri ukweni. Si unajua kuna watu hapa wananisikia ukweni siku ya kwanza walioenda walitamani kuuliza, oya bamtu tunarudi lini tulikotoka? Tunarudi lini tulikotoka bamtu? Lakini kuna watu ambao kwa siku ya kwanza tu kwao ukweni walipokelewa vizuri, sio na mama mkwe, sio mawifi, sio mashemeji. So mama akakumbatiana naye taratibu, akionyesha zaidi kwamba alitokea kumpenda Miriam. Na akiwa sasa ananitazama kutokea mgongoni kwa bibie, mama akanikazia macho kama kusema wewe. Yaani ile kwamba nimeweza vipi kumkamata mwanamke kama huyu na kumleta hapa, sio kwa sababu tu ya sura wala nini. Yaani najua mama kwa kumtazama tu Miriam alikuwa ameshaelewa aina ya utu ambao huyu mwanamke angekuwa nao, hasa baada ya kujua ni dada yake Mariam. Ndio sababu alipendezwa naye upesi sana. Sasa wakaachiana taratibu, naye mama akiwa sasa anazilazalaza nywele za bibia upande mmoja wa kichwa, akamwambia kwamba Jaden aliniambia anakuja na surprise, na nilijua tu lazima iwe mkwe wangu, ila hakutaka hata kusema jina lako jamani. Basi sisi wengine tukatabasamu kwa kauli yake. Alafu unaitwa nani? Bwana sijaambiwa hata jina. Unaitwa nani vile? Mama akamuuliza hivyo sasa akiendelea kuchezea nywele zake taratibu. Miriam akamwambia naitwa Miriam. Miriam. Majina yenu mbona kama yanaendana? Miriam, Mariam. Halafu mnafanana sana. Karibu sana mama. Jisikia huko nyumbani. Umesikia mwanangu? Asante mama. Miriam akaonyesha shukrani kwa heshima. Mama akamshikilia mkono kwa ukaribu sasa akianza kutembea naye kuelekea masofa. Nami nikasikia anamuuliza kwamba atakuwa alisota sana huyo mpaka kuweza kukupata, si ndio Na Miriam akamwambia kwa sauti ya chini ya kwamba alihangaika. Na wote wakacheka kidogo huku Jasmine na Nuru wakifuata nyuma yao. So mimi nikasogea karibu zaidi na mzee. Sote tulikuwa sasa tunawaangalia wanawake, na kwa sauti ya chini akasema ya kwamba dada yake Mariam imeeleweka vizuri zaidi sasa kwa nini milioni 10 ilikuchomoka we mtoto. Ni tabasamu kiasi tu na kumwambia kwamba nilikuwa nimeshampenda hata kabla sijafika huko kwenye milioni 10. Na hiyo sio sababu ya kwamba eti yuko hapa sasa hivi, hapana. Naona. Ila mbona kama amekuzidi sana? Na mimi ndicho ninachohitaji. Ametulia zaidi, so ananisaidia nitulie pia. Nilimwambia hivyo mzee, najua swali lake kwamba mbona kama amekuzidi umri. So mzee akapandisha nyusi kwa njia fulani ya kusema haya. Kisha tukasogea mpaka kufikia masofa na kukaa pamoja na wanawake wote. Wakina Imelda wakiwa sasa wamesimama pembeni ya hapo pia baada ya kumsalimu bibie. So mama alikaa kwa karibu sana na Miriam. Wakiwa sasa wameanza kufanya maongezi ya mwanzo ya kujuana nini, si unajua wao kama wao nini. Kisha ndio bibie akaanza kuelezea maisha yake kiujumla baada ya mama sasa kuongelea issue ya Mariam. Yaani alizungumza na mama kuhusiana na wakati alipokuwa Dodoma mpaka ilipombidi aje baada ya wazazi wake kupoteza maisha kwenye ajali na changamoto ambazo walikuwa wamepitia mdogo wake alipoanza kuumwa. So akamwambia nilikuja kwenye maisha yake kwa wakati ambao alinihitaji zaidi. Nilimsaidia sana yani. Na mwanzoni nilipokuwa najitahidi kukamata moyo wake, alijaribu kweli kunikwepa kwa sababu ya kuogopa vikwazo. Ila mwishowe hakuweza tena kujizuia kuonyesha upendo wake kwangu. So mama yangu alikuwa anapenda sana hizi hadithi za safari ya maisha ya mtu. Akiwa ni mtu ambaye yani alipitia maisha magumu sana. Pia hivyo siku zote alikuwa ni msikivu juu ya hali za wengine na kutaka kuwaelewa vyema sana.
alipenda ustaarabu wa Miriam. Na hata Jasmine na Nuru aliona kwamba Miriam alikuwa ni mtu fulani hivi, yani ni wizo fulani ama wifi fulani hivi mwenye roho nzuri sana. Hivyo ilikuwa ni rahisi sana kwao kupatana naye haraka. Yani ile trend ya Jasmine kumuita Miriam wifi ndio ikakita mizizi sana. Yani ikawa kama vile nimeshamuoa sasa kihalali kabisa. So mzee alipoongea kidogo na Miriam, ilikuwa ni kuhusiana na issue ya Joshua kwenda jela baada ya yote aliyomfanyia ama aliyomfanya apitie. Akimpa pole na kumtia moyo kwa kusema sisi wote ni familia moja sasa. Hivyo hakutakiwa kuhofia lolote tena. Miriam asingeweza kufikiri kwamba mapokezi ya familia yangu nzima kumwelekea yangekuwa ni mazuri sana namna hiyo. Yaani akawa na ujasiri zaidi ya jinsi ambavyo alikuwa ndani ya gari muda mfupi uliopita. And naamini hili ambalo linamfanya ajisikie hivi, tukirudi naenda kupewa yale ambayo alifunzwa na mama yake. So mimi na mzee of course hatukuwa tukiongea sana. Zaidi tu ni kuwasikiliza wakina mama, Jasmine na Nuru walipoendelea kujitahidi kumfanya Miriam ajisikie huru. Na ndio meza ya chakula sasa ikawa imeandaliwa vyema baada ya muda mfupi ili sasa tuende kujinoma. Si unajua tena? Kulikuwa kuna vyakula vizuri sana. Mama alihusika zaidi kwenye upishi wa nyama za kuku na kitimoto, ninakwambia si unajua. Na sisi sote tukaenda sasa kukaa hapo pamoja na kuanza makamuzi. Wote yani tulikaa kwenye meza moja kula. Hadi wasaidizi wa kazi walikuwepo. Nilifurahia sana wakati huu kwa kweli, sana. Haikuwa kwamba labda eti nimekuja kumtambulisha Miriam kama mchumba rasmi aliyevalishwa pete, ila familia yangu ilimtendea kana kwamba alikuwa mke wangu wa ndoa kabisa. Tena hata mama Jesse alivyokuwa mpenzi wa kujali hivyo, yani ni alimtendea Miriam si kama mgeni kwake. Na hiyo sasa ilimfanya mwanamke wangu astareheki zaidi. Maongezi alikuwa ni mazuri sana wakati tukila. Mimi na Jasmine tulikuwa tukikumbushia nyakati za miaka yetu ya uteenage, unajua kwa jinsi ambavyo ni nyakati ambazo zilikuwa na vituko vingi, ni unajua. Kwa hiyo meza ilikuwa imejaa vicheko vya furaha kwa burudani nzuri ya kifamilia tuliokuwa tumepeana. So tulimaliza kula na kurudi kukaa masofani tena kuendelea kupatana. Mpaka inafika saa 4 usiku, mama kama kawaida aliketi sofani pamoja yeye na Miriam. Jasmine alikuwa amekaa kwenye sofa lingine na Nuru. Na mimi sasa upande mwingine nikawa niko pamoja na mzee. Wasaidizi walikuwa huko ndani zaidi, labda wakiwa wameshapumzika, I don't know, lakini walikuwa huko ndani. Sasa mazungumzo hapa yalitawaliwa zaidi na mama, Nuru na Jasmine, ambao walimsemesha Miriam kuhusiana na mambo mengi mchanganyiko. Yani story tu ndogo ndogo, yani ilikuwa ikifa inaamshwa nyingine, kifa inaamshwa na nyingine. Na mimi sasa, yani mimi na mzee tungechangia tu hapa na pale kwa burudisha zaidi hawa wanawake, si unajua? So mzee akawa amepigiwa simu ya kikazi na kuamua kwenda huko juu chumbani mara moja. Sekunde chache tu kutokea hapo, mimi pia nikawa nimepigiwa simu. Na tabasamu liliniponyoka baada ya kuona ni Tesha. Nikawapisha wanawake na kwenda pembeni kidogo. Nikaongea na huyo dogo. Alikuwa analalamika eti nimempeleka wapi dada yake. Maana aliona tukuepo huko Mbagala ndani ya siku moja. Kwa hiyo alielewa tu lazima hapa ningekuwa nimemtorosha dada mkubwa. Nikamwambia kwamba dogo, acha kulialia bwana. Dada yake na yeye anastahili matembezi kidogo bwana. Yeye akasema okay, kama dada naye anastahili matembezi vizuri sana. So akawa anataka eti nifanye kukaa na Miriam huku wiki nzima ili dada yake ale bata mpaka nenepe zaidi. Nami nikamwambia ikiwa hilo lingewezekana nikilifanya. Sema Miriam asingekubali. Kesho tu angetaka kurudi. Kwa hiyo wangetuona. Akasema haina noma. Alikuwa ameshazoea mno Miriam kuwepo kwao, ila huu mwanzo wa mabadiliko ulimfanya jione kuwa kama fadhaa usipale nyumbani. Unajua tena asipate picha yani itakuwaje dada yake akishaolewa. Nami nikamwambia kimasiara asianze kuota mapema kuichukua na nyumba, maana dada yake bado angeendelea kuwepo kwa muda mrefu tu. Tesha alicheka mno na kunitakia bata njema, lakini nisiache kumpelekea mabaki kidogo. Kwa hiyo tukakatisha maongezi baada sasa ya kuongea kwa karibia dakika 15. Nikiwa nimehakikisha kutoka kwa Tesha kwamba Mariamu alikuwa poa tu huko kwao. Nami ndio nikarudi kwa wengine sasa. Wakati huu mama na mabinti zake walikuwa wameshaanzisha mchezo mdogo wenye kufurahisha sana wa chemsha bongo, wakiulizana maswali mmoja baada mwingine na kuyatatua ili sasa kuona nani ni kichwa eti. Najua hili lilikuwa tu ni wazo la Jasmine, maana aliupenda sana huu mchezo tokea zamani. Nami sasa nikafika karibu na sofa alikuwa amekaa mama na Miriam, nikisimama kwa nyuma na kuegamiza mikono hapo kwa kuwainamia kiasi katikati yao. Wakawa sasa ndio wameniambia kwamba wote waliulizana chemsha bongo.
Na za Nuru, mama na Jasmine zote aliwahi kujibu Miriam na kupatia. Halafu ya kwake Miriam aliyouliza akawa amepewa jibu sahihi na Jasmine. So walionekana kufurahia kweli. Na sasa hivi alitaka kuuliza Nuru, lakini mama akasema na mimi wanipe nafasi niulize chemsha bongo. Huu mchezo mimi na Jasmine tuliufanyaga sana msikilizaji zamani sana. Tuenzi hizo tuko na mama tu wakati tukiwa wadogo na kujiburudisha kwa maswali ama hadithi za uongo na kweli, si unajua? Kwa hiyo ni kitu ambacho kiliwapa starehe sana, hasa Jasmine. Alichangamka kweli. Furaha yake yote ilionekana hapo. Kwa hiyo sasa ili kufanya burudani iwe nzuri zaidi, nikawapa wazo. Ningewapa chemsha bongo, halafu yeyote kati yao ambaye angepatia jibu basi ningempatia zawadi ya pesa. Ila kama wote wangeshindwa, basi kila mmoja wao angetakiwa kunilipa. Yaani kunipatia hela. Walihisi nilikuwa nataka kuwapiga bonge moja la swali ili wote sasa washindwe alafu ni wale hela. Lakini kawaambia waache kuwa waoga na waonyeshe akili zao zilivyo. Jasmine akakubali hiyo challenge upesi baada ya mimi sasa kusema hivyo. Akiwaambia wengine kwamba ikiwa watashindwa kunipa jibu basi kila mmoja wao atoe 10,000. Yaani zichangwe alafu nipewe 40,000. Ila kama mmoja wao angepatia jibu, mimi ndio nitoe 40,000 ya kumpa mshindi. So, nikaanza kumwambia hiyo sio fair. Lakini Jasmine akasema niache kuwa kama kuku ikiwa nina uhakika swali lilikuwa ni zito. Nikaambia kwa hiyo mimi kuku si ndio, ngoja sasa. Nikamwambia wajiandae. Na wakikosa jibu hakuna kukamia hizo hela. Yaani walitakiwa kunipa sasa hivi. Naye Jasmine akiwa sasa ndio captain akasema sawa. Kwanza lishushe hilo swali. Wewe toa hilo swali. Yeye Miriam alikuwa ameshaweza kujiachia kiasi mbele ya wengine sasa. Akiwa na ule sasa utulivu wake lakini mwepesi sana wa kuitikia fraza wengine pia. Nami nikamtikisia nyusi kidogo, yani kama kumwambia kwamba naona una enjoy mama. So Nuru akasema kwamba uliza sasa, tuko tayari, mbona unapoteza muda? Okay, sawa, ila msije kulia nikiwaomba hela zenu. Niliwaambia hivyo. Jasmine akapiga ganja chake kinyume huko akisema kwamba I say wewe uliza, mbona unapoteza muda? Okay, haya. Chemsha bongo. Wote wakaitikia kwa kusema chemsha bongo. Neno lipi lina herufi 4, mara nyingine herufi 12, lakini ina herufi 6? Niliuliza hivyo kwamba neno lipi lina herufi 4, mara nyingine herufi 12, lakini ina herufi 6? Niliuliza hivyo. Sasa mama akaguna. Jasmine akakunja uso kimaswali na kucheka kidogo. Naye Nuru akatazamana na Miriam, yani kama kutaka sasa apewe dokezo. Nikacheka kidogo maana najua niliwachanganya. Jasmine akasema kwamba rudia tena, kwamba rudia, yani naona kama sijakula, rudia. Nikaacha kuegamia sofa na kusema kwamba kwani hujasikia nini bwana? Wewe jibu bwana. Wewe ili tutoe chemsha bongo vizuri lazima iwe imeeleweka vizuri bwana, uongo. Jasmine alisema hivyo. Mama akasema ni kweli, hata mimi sijaelewa, hebu rudia. Nikamwambia kwamba sasa ndio point yenyewe. Msielewe ili mtatue swali sasa. Jasmine akasema swali lenyewe limeshapotea kichwani, si urudie bwana, hata tuelewi bwana. Nuru akasema kwamba amesema hivi, neno gani lina herufi 4 halafu muda mwingine lina herufi Jesse umesema ngapi? Umesema ngapi? Jesse rudia bwana. Mimi onyesha saa. Usijime herufi ngapi? Rudia mwenyewe. Nuru akaniambia hivyo. Nilitabasamu tu. Miriam naye akasema kwamba rudia. Hata nikirudia hamwezi kupatia. Bwana we mrudia bwana, tutapatia tu bwana. Kuna mkate mgumu mbele ya chai bwana. Rudia, tunakusikia hapa. Rudia hilo swali lako. Nuru akaniambia hivyo. Sasa Jasmine akasema kwamba huyu anajishaua tu na bicho lake, ilo muone bicho. Maana anajua akirudia hapa tutaelewa. Sawa sasa. Wewe captain sikiliza. Captain Kitumbo sikiliza. Nikamwambia hivyo Jasmine, nao wote wakacheka kwa pamoja. Sasa nikaegemea sofa tena na kusema kwamba neno lipi lina herufi 4, mara nyingine herufi 12, lakini ina herufi 6? Wakaanza kuangaliana tena wakitafuta jibu kwa kutoleana macho. Nami sasa nikamwonyeshia Jasmine ishara ya umbumbumbu kwa kejeli.
Mama akasema ya kwamba jamani, hapo kweli pagumu. Jamani, mimi nimeshindwa. Labda kama nyewe mnaweza. Neno lina maneno 12 mara 6. Sasa yaliyobakia 6 yameenda wapi kama ni maneno? Mimi siwezi. Nyewe wengine kama mnaweza sawa. Miriam akacheka kidogo kwa pumzi baada ya mama kusema hivyo. Nuru akasema kwamba mama, usikubali kushindwa bwana mapema namna hiyo. Jasmine akasema neno lipi lina herufi 4? Muda mwingine herufi 10 na... Jasmine akaendelea kucheka tu. Lakini muda huu sasa ni kama anafikiria ni neno gani hilo. Na Miriam alionekana kutafakari mambo kwa utulivu sana. Miriam alionekana hana pressure sana. Akili yake ni kama alikuwa ametuliza sana kufikiria. Sasa Nuru akauliza kwamba hivi neno linaweza kuwa na herufi 4 halafu tena likawa na herufi 12 jamani, kivipi yani? Nuru aliuliza hivyo. Mama akasema jamani, mimi ndio maana nimesema nimeshindwa. Sasa neno lina herufi 4 mara sijui 12. Haya maneno yanayobaki yanaenda wapi? Mimi nimeshindwa bwana. Nasubiri tu wakati wa kumpa mji. Najua mtataja mji, mimi nitampa mji. Na alimwambia hivyo Nuru. Sasa baada ya mama kusema hivyo, Jasmine akasema kwamba mama, hayo mambo ya children corner hapa hamna bwana. Tukishindwa ni kumpa hela. Lazima tukaze tu. Hii ni kuumiza ubongo kweli, asipata hata senti. Oya, wewe kiazi. Hii ndio challenge sasa. Subiri, ngoja nikupatie jibu. Ngoja nikupatie jibu lake. Subiri, usitaje jibu, subiri. Jasmine alisema hivyo. Hapo nimebaki na waangalia tu. Hilo jibu nalo. Kama utalipata jibu. Anyway, sawa. Basi mama akasema vipi Miriam? Wewe umepata jibu? Mama aliuliza hivyo. Sasa mimi nikamwangalia Miriam usoni na yeye alionekana kutafakari bado. Miriam alionekana kutuliza akili yake. Ndio akamwambia mama kwamba hamna, ila ni kama jibu linakuja linapotea, ni kuna kitu ni kama ameficha hapo. Linakuja linapotea. Linakuja linapotea wapi? Wewe sema mwenyewe hujapata jibu. Nikamwambia hivyo kikejeli. Sasa Miriam akaniangalia kwa macho makali eti yaani aliniangalia kisha akayazungusha hivi, kitu ambacho kikafanya mama acheke na kupiga viganja vyake kwa furaha. Semeni tu mmeshindwa bwana, mnipe hela. Naona kama mnapoteza muda. Wewe hakuna. Wifi kwa usimpatie. Mimi siachi. Mpaka kieleweke. Subirini, bado nafikiria. Wifi usitoe hela. Subiri. Jasmine aliongea hivyo kwa uchochezi. Dada yangu aliupenda sana mchezo. So Miriam akaniambia kwamba hebu rudia kwa mara ya mwisho. Nuru naye akasema kwamba Jesse rudia bwana. Nuru naye alisema hivyo. Nikamwambia kwamba oya, miogo bado michungu ama? Nilimwambia hivyo kwamba miogo bado michungu. Miriam akanikata jicho kali sana. Nami nikacheka kidogo. Mama akasema kwamba hebu wape ya mwisho bwana, wataweza tu. Mama akaniambia hivyo. Okay, ngoja niende taratibu basi. Nasirudi tena kwa sababu hii ni mara ya 3 sasa, mnanichosha mjue. Hapa naongea taratibu. Kwa kila mtu asiwaze mambo mengi kichwani. Mnisikilize. Okay. Neno lipi lina herufi 4? Muda mwingine herufi 12. Lakini ina herufi. Kabla sijamaliza Miriam akacheka kidogo. Tena alicheka kwa pumzi na kusema ni hapo. Mama akasema Miriam kakukamata Miriam. Jasmine akasema Miriam wifi umelipata jibu? Jasmine akauliza hivyo. Nikamuuliza kwamba wewe usimulize mwenzako, kwani umelipata? Nimuulize hivyo kiutani. Jasmine akasema wewe tulia wewe, mbona miemko wewe vipi wewe? Jasmine akauliza hivyo. Asa Nuru akamwambia Miriam kwamba wifi tuvunjie basi. Wewe unamuuliza tu wifi yako kuvunjie. Tulia kwanza bwana. Waanze kujibu hao. Nilimwambia hivyo Miriam, nikiwa sasa naelewa angekuwa Miriam ameshatatua hiyo issue mapema sana. Kwa sababu Miriam alikuwa na akili nyepesi. Alafu nilivyokuwa namtazama Miriam machoni ni kama tayari alikuwa ameshapata jibu. Sasa Jasmine akasema kwamba sasa unaogopa nini bwana? Limekushuka wifi huyo, wifi hemu umbue ndo atoe hizo hela, tutanyoa waini. Jasmine akaongea kwa furaha kwamba wifi yake yani Miriam atoe hilo jibu ili mimi niwalipe pesa. Sote tukacheka kidogo. Nikamwambia Jasmine ya kwamba unywe waini wapi na hilo tumbo lako hilo. Jasmine akasema silitashuka tu. Kwani nilikuwa hivi siku zote? Hapa lazima umbuliwe. Nani alisema? Kwa nini ya kuumbuana hii? Tunacheza tu ama? Wewe kwenda huko tunacheza hiyo.
Jasmine akaniambia hivyo. So Miriam na mama wakacheka kwa pamoja. Mama akasema kwamba yani hawa kama kule wana ndoto jamani, mambo yao hawa. Mama akamwambia hivyo Miriam. Miriam sasa akatikisa kichwa kukubaliana na hilo. Nuru akamuuliza Miriam kwamba jibu la swali ni nini wifi? Miriam akasema kwamba ni chemsha bongo, lakini hiyo swali ni kauli, yani alikuwa hatuulizi, alikuwa anatuambia. Baada ya Miriam kusema hivyo nikatabasamu na kuangalia wengine kwa furaha. Jasmine akasema kwamba kumbe kwa hiyo jibu ni yani kauli yake ni kwamba yani neno lipi lina herufi 4, muda mwingine lina herufi 12, lakini ina herufi 6. So baada ya Miriam kusema hivyo, of course ni kama akawa amechanganyikiwa. Jasmine akasema nimeelewa. Miriam akacheka kidogo. Mama akasema jamani, mimi mbona bado sijaelewa? Nuru akadaka akasema hata mimi mwenyewe sijaelewa. Basi Jasmine akaambia mama ya kwamba yani ni hivi, eti alikuwa anatuambia tu kwamba maneno lipi muda mwingine na lakini, yani lipi muda mwingine na lakini ndio hayo sasa, hizo herufi sasa. Kwa hiyo ukihesabu herufi moja moja, yani sijui umeelewa. Jasmine akamwambia hivyo mama. Ikabidi Nuru sasa aanze na yeye kumhesabia mama ili wawe na uhakika, na kwa pamoja wakacheka sana baada ya kuona kumbe ilikuwa ni kweli. Mama sasa akamwambia kwamba jamani Miriam, safi sana mwanangu. Miriam akamshukuru akasema asante mama. Sasa Jasmine akamuuliza Miriam kwamba wewe umemshtukiaje? Si hizo sehemu alikuwa anasema neno lina herufi lina herufi, halafu kwenye lakini akasema ina herufi. So hapo asingeweza kuweka lina. Umeona? Ndio nikaa nimemdakia hapo baada ya kutamka neno ina. So baada ya Miriam kuelewesha hivyo, nilitabasamu kwa furaha. Nuru akasema kwamba wifi jamani, una akili wifi. Yani unajua mimi nisingeweza kujua kabisa jamani adira. Nuru alisema hivyo. Sasa Jasmine akasema kwamba kweli na unajua Jay kakukamatia wapi? Yani kutufanya tufikirie ni swali kumbe ni kauli. Na mpaka ungeenda kulala usingeweza kupata hilo jibu. Issue yenyewe ilikuwa ni rahisi sana, ila ukapuyanga tu. Bado unaniona kiazi ama? Jasmine akasema kwamba wapi wewe, nani kapuyanga? Na tena usianze, yani kwanza usijisaulishe, toa hela hapo chap. Jasmine akaniamuru. Sasa mama akasema ya kwamba aliyetoa jibu hajaomba bado hela. Wewe ndio masikio yako juu tu kuomba hela. Mama akamwambia hivyo. Sasa mimi nikamunga mkono nikasema eti aliyepatia jibu hajaomba hela. Wewe hapa ambaye umesubiri tu kutafuniwa ubongo, hela ya nini? Jasmine akasema wewe hakuna, situko timu moja na wifi. Mama usimtetee bwana huyo. Hey you, weka hela hapo. Jesi weka mkwanja hapo. Aweke huyo bwana, tusimchekecheke. Miriam akasema oya weka hapa. Miriam akaniambia hivyo pia. So nikajifanya kununa na kuchomoa wallet. Kisha nikatoa 40 na kuibamiza kwa nguvu katikati ya uwazi ulioachwa sofani walipokuwa wamekalia mama na Miriam. So nao akacheka kidogo. Miriam akanitazama usoni kwa njia ya kejeli, nami nikamkata jicho la kuudhika kimasiara. Jasmine akasema kwamba aina hiyo wifi wahi kuiweka pochi asije kuikwapoa tena. Si unajua tena wanaume kwa majungu Jasmine alisema hivyo. So Miriam akatabasamu na kuichukua pesa hiyo. Sasa Nuru akaniuliza kwamba imenoga jamani, vipi tuendelee? Msichezi tena bwana. Nimeshantia hapa hasara ya 40 afu unaniambia nicheze. Hapana. Labda mpaka Miriam asiwepo ndo nitacheza. Lakini nikicheza hapa na Miriam yupo nitapoteza hela nyingi sana. Niliongea kwa kujifanya nimenuna. Jasmine akasema nyoo. Basi wote wakacheka kidogo kwa furaha. Naye mama akasema sasa si ndio utaenda naye lakini yani Miriam hakikisha unamla hela za chemsha bongo huyu mjinga mpaka afilisike. Miriam akacheka tu kwa furaha. Naye mama akagonga sasa kiganja chake pamoja na cha Miriam kwa njia ya kirafiki kama ni wanawake wanavyofanya. Yani ule ushosti wa mama mkwe na binti mkwe uko unazidi kukolea. Na nilihisi furaha sana kwa kweli. Yani wakati kama huu ndio nilipata faraja zaidi.
mambo kwa upande huyu yalikuwa ni mazuri sana. So ingebidi kusubiri kuja kuona upande wake bibie wa familia yote ungeitikia vipi baada ya wao kujua sasa mimi ndio tamu ya mtoto wao. Kwa hiyo Nuru sasa akawa anataka tuendelee na mchezo huo, nasi tukakubaliana kufanya wa mara ya mwisho kutokana na muda kuwa unakaribia kufika saa 6 sasa. Maana mdogo alikuwa na hamu sana kutuchemshia ubongo kwa swali fulani. Nuru akiwa sasa ameanza kuongea, mzee akaonekana anashuka kutoka ngazini. Nami nilipomwangalia akanionyesha ishara kwa kichwa kuwa nimfuate. Alafu akaelekea upande wa dining na kusimama usawa wa friji ndogo ya hapo. So mimi nikawaacha wanawake wakaendelea na stori zao na mimi nikamfikia jamaa, na sasa alikuwa ametoa chupa yake ndogo ya maji baridi tu kutoka kwenye friji na kuishika kiganjani. Kwa hiyo mimi nikawa nimesimama karibu yake, kwa sasa yeye akiniangalia kwa utulivu tu. Nikamuuliza kistaarabu tu kwamba vipi mkubwa? Akatazama upande wake Miriam. Kisha akasema kwamba Miriam wako ni mzuri. Naona ana akili, mstarabu, alafu anaonekana kuwa na heshima sana hata kwako ingawa amekuzidi umri. Hongera, umejitahidi sana. Kwa hiyo sasa ndo uamue sasa mambo ya kwenda vizuri. Na of course huo ndo wanaume ambao umeamua kuzingatia. Basi mzee akanipiga tu kifuani kidogo ile kwa ganja chake, nami nikatabasamu na kusema asante, yani Miriam ndo kila kitu ninachohitaji ili niwe na furaha. Basi mzee akaniangalia kwa njia fulani hivi ya utafakari kiasi. Nikamuuliza kwamba nahisi kama umeniita pembeni ili unipe somo la maisha kuhusu wanawake, si ndio? Mzee akasema mwanamke wako ni mzuri bwana. Lakini I'm offended. Baada ya kusema hivyo mzee nikamwambia kwamba usijali, wewe niambie tu unachowaza. Mimi ninawaza tu ikiwa huyo ndiye ambaye unamuona kuwa mwenyewe, ikiwa tayari umeshamwandaa kwa ajili ya maisha atakayokuwa nayo pamoja na wewe. Mzee aliniambia hivyo, mimi nikatabasamu kiasi na kumtazama Miriam kule alipokaa. Nami nikamwambia mzee kwamba unapotaka kukumzungumzia Stella, siku zote huwa unaanza kutumia mafumbo mzee. No. Sio kuhusu Stella tu. Mzee aliniambia hivyo, nikamwangalia kusema kwamba najua ni kuhusu mtoto wangu, si ndio mimi sioni shida yoyote. Kwa hiyo na Miriam anajua kuhusiana na hilo. Yes, anajua. Tunaambiana kila kitu. Wakati utafika tu atakutana mwanangu pia na nitamtambulisha kwake. Kama ambavyo Stella akiwa na wanaume wengine lazima atawatambulisha kwa mtoto. Ama asipotambulisha ni yeye, lakini Miriam mtamtambulisha kwa mwanangu pia. Wewe unamuita mwanao wakati bado hujawahi hata kukutana naye? Mzee aliongea hivyo, mimi nikabakia kimya tu. Unajua, mimi sifahamu sana Stella na maisha yapi ya kibinafsi, lakini niliona kwamba alikuwa anakuja kutengeneza mazingira mazuri tu ili uweze kumrudia. Mzee, mimi nampenda sana Miriam. Nilimkatisha namna hiyo, akatulia na kuendelea kunitazama machoni. Nikamwambia kwamba sikia mzee, mimi siwezi kurudia kitu ambacho hakikuwahi kuwepo. So unapomwongelea Stella, maanisha mtoto. Hilo ndo ambalo litakalokuwa la muhimu zaidi. Mengine no, sitaki kabisa kusikia mzee. Basi mzee akanywa maji yake kidogo na kisha kuendelea kunitazama tu. So mimi nikajihisi vibaya baada ya kuruhusu hisia zangu zipande mpaka kumsemesha namna hiyo. Nami nikamwambia kwamba I'm sorry. Nimeenda mbali. Wewe usijali bwana. Wewe ndio hofu. Mimi nimekuelewa, wewe ni mtu mzima, fanya tu ambacho unaona kinakufaa. Sio kama vile tunaweza kukuzuia kwa lolote unaloamua, hapana. Mzee kananiambia hivyo. Nikatabasamu kiasi na kuuliza kwamba kwamba ungefikiria kunizuia nisiwe na Miriam wao? Jaden, hata kama ningeweza hivyo lakini mimi najua ingekuwa ni kazi bure tu. Ukishaga kuwa na msimamo ndo hautakage kubadilisha. Na mimi sisemi kwamba naona labda hampendezani na huyu mwanamke. Mimi nitakwambia ukweli, Miriam anakufaa. Nimeshaona hilo, kwa hiyo sio kwa leo tu, ila huyo mwanamke ni game nzuri sana. Kwa hiyo itunze sana bana. Atakulea vizuri sana. Pia yale mambo ya yuko wapi huyu? Mzee alisema hivyo, nikacheka kidogo kwa pumzi na kusema kwamba
Simuni sipatikani. Mzee akasema sasa ule wako usije kupatikana sasa. Mzee akaniambia hivyo. Nikamwambia trust me, ashaanza kunipoteza. Nimwambia hivyo kiutani tu. Mzee akasema sawa. Mzee alisema hivyo nasi kwa pamoja sasa tukacheka kidogo. Nikagongesha tano na mzee wangu muelewa sana, kisha tukaelekea tena upande uliokuwa na warembo muhimu zaidi wa maishani mwetu. Saa 6 ilikuwa inaelekea kugonga na bila kukawia nikatoa heri ya kuaga sasa ili nimpeleke bibia kupumzika. Mama alitamani sana tulale hapa. Na najua Miriam angeweza hata kumkubalia. Lakini nikasisitiza tu kuondoka kwa kusema bibie ana kazi kesho. Hivyo tungepanga muda wakati mwingine mzuri sana akiwa huru aje wakae pamoja kwa muda mrefu zaidi. So wote wakaachiana namba za mawasiliano pale. Nakwambia Jasmine sasa akiwa amepata shosti mpya, si unajua tena. Nasi ndio tukaongozana sasa hadi nje ili hatimaye tuweze kuondoka. Mama yeye hakuacha kumtendea Miriam vizuri. Yaani kama jinsi tu ambavyo alimtendea Mariam siku ile nimemleta. Miriam ndio ilikuwa mara 2 zaidi. Hadi tumefikishana sehemu ya kuegeshia magari, bado akawa anapiga tu mbea tu pamoja na Jasmine. Mimi na mzee tukiwa sasa pembeni pia kuzungumza mambo 2-3 nini ya wanaume si unajua Kisha ndo baada ya hapo sasa tukaagana ya moja kwa moja kwa usiku huu na kuingia garini. Tukayaacha makao ya wazazi tukiwa sasa tumeridhishwa sana na Miriam akiwa na furaha sio na kifani moyoni mwake. Basi bwana, ukawa ni mwendo wa dakika zisizozidi 20 kutokea huko Goba hadi kufikia Bamaga na tuirudi kwenye nyumba yangu tukiwa sasa tuna furaha sana. Miriam kiukweli alijihisi kuneemeka. Yaani hakutarajia angerudi huko akiwa amefurahi namna hiyo. Na nikamwambia huu ulikuwa ni mwanzo mzuri tu. Akasema yani aliona ni kama vile najichukulia mambo mengi kuwa rahisi sana. Lakini mimi sikujua kwamba kwake jambo hilo lilikuwa ni zito mno. Alithamini mno muonyesho huu wa upendo wangu kwake, ingawa mimi nilikuwa sitabiriki. Naye akaapa kuja kunionyesha wa kwake pia hivi karibuni kwa kunifanyia surprise kule nyumbani kwao. Na hiki ndio kitu ambacho nakisubiri. Je, familia itanipokeaje ikiwa ni pamoja na Mariam mwenyewe? So hiyo ilikuwa ni ahadi ambayo niliotaka aanze kuifanyia kazi tukifika kwangu. Na baada ya kufika kweli, bibie akaona ngoja aingie bafuni kwanza kuondolea mwili wake fukuto nini si unajua Huku sasa mimi nikiwa nahakikisha geti na milango imefungwa vizuri na kisha kuingia chumbani ili sasa nikajimwagia maji pia. Tulikuwa tumekunywa wine kidogo wakati tupo huko kwa wazazi. So kuna kauchangamfu fulani hivi kalikuwepo kichwani ambako pia nadhani ndio kalinisukuma mpaka kucheza chemsha bongo pamoja nao wote. Usingizi ukawa umetubeba hatimaye. Mafanikio zaidi kwenye safari ya mapenzi yangu na Miriam yangekuwa halisi kadri siku zingesonga mbele na niliyatazamia kwa hamu sana. Sasa msikilizaji, kipengele kinabakia. Je, watakaporudi nyumbani, Miriam akienda kutoa taarifa sasa kwamba huyu mwanaume ndio mwanaume wangu, familia itamchukuliaje Jayden? Of course Tesha tayari ameshajua, lakini watu ama mtu wa kumhofia ni Mariam. Huenda hata ingekuwa ni bora Jayden angekuwa kwenye mahusiano na mwanamke mwingine, lakini kumbe dada yake alikuwa anamzunguka. So vipi taarifa kesho akirudi na Miriam akaipeleka kwamba jamani huyu ndio baba la baba, na Miriam akafahamu? Hii ni vita nyingine. Tukutana wakati mwingine msikilizaji, langu jina ni Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.